jana. Bwana asifiwe sana. Jana nilikueleza mwanzo kwamba kusudi la somo letu au hitimisho la somo letu, tunatamani tuishie kwenye kuishi maisha yenye utoshelevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukasoma maandiko jinsi ambavyo Daudi alisema ya kwamba tangu nikiwa kijana sijawahi kuona mwenye haki ameachwa, wala mzao wake akiomba chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukasema pia Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tutaendelea na somo letu, na unakumbuka jana tulipoanza kujifunza, tulijifunza kwanza kusudi kuu la mwanadamu, tukajifunza kwanza jukumu kuu haswa la mwanadamu ambao walipewa na Mungu baada ya kupewa uhai. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukasema katika kitabu cha Mhubiri sura ya 12 mstari wa 13, Sulemani anasema kwamba jumla ya maneno yote imekwisha sikiwa. Anasema mcheni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tukajifunza kwamba ibada ndio kitu cha kwanza ambacho Mungu anatamani akione kwenye maisha yetu, na ndiyo hasa kusudio kuu la sisi kuweza kuokoka au kumwamini Yesu Kristo. Tumemwamini au tumeokoka ili tumpe ibada. Amen. Na nikasema ugomvi wa Mungu na shetani uko kwenye ibada. Mungu anatamani na anataka tumpe ibada. Shetani naye anataka apewe ibada. Kwa hiyo mtu yoyote yule ambaye ataamua kumpa ibada ya shetani tayari ana ugomvi na Mungu. Bwana asifiwe sana. Amina. Na mtu yoyote yule ambaye ataamua kumpa Mungu ibada tayari ana ugomvi na shetani. Wewe ukitaka shetani awe rafiki yako, hakikisha hauna ibada kwa Mungu. Bwana asaidie sana. Amen. Na ukitaka Mungu awe rafiki yako, hakikisha unakuwa na moyo wa ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa tukasema kumcha Mungu ni ibada mbele za Mungu, na tukaangalia vipengele mbalimbali kuhusiana na kumcha Mungu, jinsi ambavyo tunatakiwa kumcha Mungu. Na maandiko yanasema ya kwamba katika Waefeso 1:17 mpaka 18 kwamba tupewe roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua Mungu. Tumjue Mungu jinsi alivyo, tujue ni nini mapenzi yake na uweza wake ni upi na mamlaka yake yakoje. Kwa hiyo kumjua Mungu unamtengenezea mwanadamu nafasi ya kuabudu ipasavyo, unamtengenezea mwanadamu wa kuwa na moyo wa kuabudu. Bwana asifiwe sana. Kwa tukajifunza zaidi tena kwamba katika safari yetu hii, ili tuweze kumjua Mungu lazima tujue tunapita kwenye njia ya aina gani, ili tusiishie tu kuwa bize kupeana majina ya Kikristo, kubadilishana majina ili tuitwe majina ambayo yameandikwa kwenye Biblia. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Soma kwenye Ufunuo nadhani sura ya 3, anasema una jina la kuwa hai lakini umekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa usiwe na jina tu unaitwa Yohana Mbatizaji, lakini ulimwengu wa roho haukutambui. Kuna watoto fulani walikuwa na watoto wa kuhani wanaitwa wana wa Skewa. Hawa watu walikuwa na utambulisho mzuri sana kwa habari ya kanisa. Kanisa lilikuwa linawafahamu kwa sababu walikuwa ni watoto wa kuhani, lakini pia walikuwa pia wana idea juu ya Mungu kwa sababu walishamsikia Paulo akihubiri. Alipoingia sasa katika mapambano
wakakemea mapepo kwa kujitambulisha jinsi ambavyo wao wanatambulika. Wakasema tunakukemea kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo, ili kuthibitisha ya kwamba Yesu tunayemtaja sio Bwana Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni kama vile ambavyo sasa hivi tunavyohangaika sasa kujaribu kuonyesha kanisa la kweli ni lipi na ambalo sio la kweli ni lipi. Kwa hiyo ili uonekane kanisa lako ni la kweli, inabidi liwe na muda mrefu sana hapa Tanzania au dunia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ili uonekane wewe hujapotoka, unapojitambulisha unatambulisha kisha mimi na sasa kanisa fulani fulani fulani, unalitaja kwa jasiri kwa sababu unajua jina lake halina kale kaneno ministry. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo kumbe ulimwengu wa roho haututambui kwa majina ambayo tunajiita, ila unatutambua kwa jina ambalo linatambulika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tukasema njia yetu hii inahitaji sana utulivu, inahitaji sana kutafakari, ili angalau tuweze kufikia katika hatua ya kuishi katika utoshelevu, kuishi katika hali ya kutokupungukiwa na kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na niliweka msingi kwamba ninakufundisha habari ya kutokupungukiwa na kitu kwa sababu chanzo cha majaribu au msingi wa majaribu kwa mwanadamu mkubwa unatokana na upungufu ambao moyo wake utamwambia nao. Bwana asifiwe sana. Kwa mfano, wakati Ayubu anajaribiwa, alichokifanya shetani, alitengeneza upungufu wa vitu ambavyo Ayubu alikuwa nao. Kwanza akachukua watoto wake, baadaye akachukua na mifugo na mali na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipoona haitoshi, akachukua na afya yake. Yote hayo ni kujaribu kumwambia Ayubu ya kwamba kuna upungufu fulani umetokea kwenye maisha yako. Kwa hiyo unachotakiwa ili upungufu ule usiwepo, mkatae Mungu, mkufuru Mungu tu kidogo, kwa sababu una upungufu. Bwana saidie sana. Kwa hiyo uzuri wa Ayubu ni kwamba alijua ya kwamba mimi pamoja na kwamba watoto hawapo, sijapungukiwa na kitu. Mimi pamoja na kwamba mali hazipo, hakuna kitu kilichopungua. Amen. Bwana asaidie sana. Amina. Sasa ujiulize kwamba wewe kwenye maisha yako umepitia katika hali gani ambazo zinaonyesha na upungufu, ukafikia hatua ya kuona sasa hapa kwa jitihada za maombi, kwa jitihada za kumkaribia Mungu siwezi kutoboa, ukajaribu kuingia sasa kwenye ibada nyingine ambayo itakurahisishia kutibu ile upungufu. Bwana asaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nikasema kwamba inatulazimu ili tuweze kumpa Mungu ibada iliyo kamilifu, ibada ambayo itamtukuza yeye kikamilifu, lazima tufikie kuishi maisha ya utoshelevu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Maisha ya utoshelevu ndiyo maisha yenye baraka. Nikasema baraka hatuipimi kwa vitu au miliki tulizo nazo, bali tunapima kwa hali ya utoshelevu ndani ya mioyo yetu. Bwana asifiwe sana. Kwa lugha nyingine, ule utoshelevu ndio unaokufanya uwe na furaha mbele ndani yako, uwe na furaha mbele yako. Bwana asifiwe sana. Kuna bwana mmoja mwanafilosofia, simkumbuki jina lake, tulisoma tukiwa advance. Yeye anasema the goal of human being is happiness. Ni kwamba mwanadamu anachokitafuta sana ni furaha. Yaani kila ambacho unaona kinakuumiza kichwa, unachotafuta wewe baadaye ni upate tu furaha. Kwa hiyo kuna watu huwa wanahisi hawana furaha kwa sababu kuna kitu fulani kimepungua. Kwa hiyo wanafanya kila jitihada ili aifikie ile furaha. Kwa hiyo mwisho wa siku mwingine labda anahisi labda hana furaha kwa sababu hajasoma. Kwa hiyo akitokea akapata nafasi ya kusoma, baadaye anagundua kwamba kumbe sina furaha, kumbe nilikuwa sina furaha kwa sababu ya kusoma, ni kwa sababu sikuwa na kazi. Baadaye akipata kazi anagundua kwamba hii kazi na yenyewe kwamba bwana watu walikuwa wanasema tu kazi zina maana, kumbe hazina maana. Kwa hiyo unakuta kinachomsumbua mwanadamu ni kutafuta ile furaha ambayo moyo wake unatamani kuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen.
Kwa tukasema kitu ambacho ni kikubwa ambacho hatuna watu wengi ni ile furaha ambayo Kristo aliiona wakati anauendea msalaba. Waebrania sura ya 12 mstari wa 2 tumesoma jana kwamba kwa sababu ya furaha aliyokuwa anaiona mbele yake Yesu Kristo, aliustahimili msalaba, alistahimili maumivu, alistahimili mateso, alistahimili matukano na aibu kwa sababu ya furaha aliyokuwa anaiona mbele yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukaangalia mfano mwingine wa Danieli kwamba Danieli alikuwa anahukumiwa kwa sababu ya kuabudu. Kwa kuwa umempa Mungu ibada, basi unahukumiwa kutoka kwenye tundu la simba. Lakini Danieli kwa sababu kuna furaha ambayo alikuwa anaiona katika ibada, hata kuona simba hakuona kwamba kuna kitu chochote cha kupoteza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo Danieli akatoka kwenye tundu la simba, anasema ya kwamba ikiwa Mungu ataniokoa na hata asiponiokoa, bado yeye atabaki kuwa ni Mungu kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Je, tuna watu wangapi ambao wameiacha imani, ambao wameachana na utakatifu, ambao wameachana na huduma kwa sababu ya upungufu ambao umetokea kwenye maisha yao, kwa sababu ya hali ya kutokutosheka au utoshelevu umetokea kwenye maisha yao. Bwana asifiwe sana. Na tuliangalia vizuri mifano ya jinsi ambavyo shetani alimjaribu Yesu. Tukaangalia kwamba kilichomfanya Yesu ashinde yale majaribu ni kwa sababu Yesu alikuwa haoni upungufu, alikuwa haoni kupungukiwa, ila yeye alichokuwa anakiona, aliona utoshelevu. Kwa wakati shetani akimwangalia Yesu, anamwona ni mtu ambaye anahitaji dhahabu, anahitaji mali, anahitaji vitu vya thamani. Kumbe Yesu ndani yake haoni huo upungufu. Wakati shetani anamwona Yesu anahitaji chakula, anamwambia badilisha jiwe hili liwe mkate. Wakati huo Yesu haoni kwamba ana upungufu wa chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kumbe silaha ambayo Kristo ilimfanya aweze kumshinda shetani ilikuwa ni kutokukubali kuonekana una upungufu. Haleluya. Amen. Nikakuelezea wazi ya kwamba simaanishi kwamba utakuwa hauna mahitaji hapa duniani, na simaanishi kwamba hautakuwa na uhitaji ulionao, ila kitakachotokea ni kwamba watu wanaokuzunguka watakuwa na uwezo mkubwa wao katika fahamu zao kuona wewe una upungufu. Sasa ikiwa utaruhusu tafsiri walionayo watu wengine iwe ndani yako, maana yake utakuwa tayari umefungua mlango wa Ibilisi utawala maisha yako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Ndio maana anasema hivi, ajionavyo mtu moyoni mwake ndivyo alivyo. Sivyo wanavyomuona watu wengine. Wala watu wengine wanakuja kama kichocheo, wanakuja kukushawishi, kama vile ilivyotokea kwa Eva. Alichokifanya shetani ni kwamba alikuja tu na ushawishi, akajaribu kumwonyesha Eva kuna kitu imepungukiwa. Yaani wewe hapo ulipo hauna utoshelevu ndugu yangu, kuna upungufu unao. Anamwambia kwamba kama ukila hichi chakula, ukila hili tunda, kuna namna fulani ambayo imepungua ya wewe kuwa sawa na Mungu. Kwa hiyo kula ili uwe sawa na Mungu. Kwa kumbe Eva angekuwa na hii hali ya utoshelevu, angegundua kwamba mimi mbona nilivyo sina upungufu wowote. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hakuna namna mtu mwenye utoshelevu atajaribiwa. Amen. Hakuna namna mtu mwenye utoshelevu atashindwa jaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ndio tulikuangalia jana na tukasema kwamba njia yetu hii inahitaji hekima zaidi na maarifa zaidi ili tuweze kushinda. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama tulivyosoma katika kitabu cha Yoshua. Bwana asifiwe sana. Amen. Sema mchana hamna kipindi, jioni. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kama unahitaji maji, uandae maji, maana hatuwezi kumaliza.
Haleluya. Amen. Yoshua 1:8 anasema, kitabu cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, ndipo utakapoifanikisha njia yako, na kisha ndipo utakapostawi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tukasema kwamba maisha ya kutafakari, maisha yenye kuwekeza muda mwingi katika kutafakari mambo makuu ya Mungu, kumtafakari Mungu kama tulivyosoma katika Waefeso, kujua utendaji kazi wa Mungu, kujua ukuu wake Mungu na nini ambacho Mungu anakisema juu ya maisha yetu katika hali tunazopitia kwenye maisha yetu. Neno la Mungu linasemaje? Linaagiza nini na njia zake? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo leo tutaendelea sasa na kipengele kinachofuata ambacho tulisema tutaangalia sasa hali halisi ya kanisa tulionayo. Bwana asifiwe sana. Nafahamu ya kwamba Pasaka ilikusudia kuwa na mwanzo mpya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Yaani Pasaka maana yake kuwa na mwanzo mpya, kuhamishwa kutoka hali fulani kwenda hali nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kifupi, pale msalabani Kristo aliposulubiwa, alipokufa, alipofufuka, tukatoka kwenye agano la kale tukaja kwenye agano jipya. Maana yake tukaingia katika hali mpya. Bwana asifiwe sana. Na wana wa Israeli walipokuwa wanatoka utumwani, walipotoka tu utumwani ndio wakafanya Pasaka, ikawa ndio mwanzo wa Pasaka. Kwa hiyo sikukuu hii tunaposherekea tufahamu ya kwamba Mungu amekusudia tuhame hali moja kwenda hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hali halisi tulionayo kama watoto wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kumbuka tumesoma hapo jinsi ambavyo tunatakiwa kuishi katika utoshelevu. Lakini sasa, je, tunaishi katika hali hiyo? Ndio swala la kutafakari na kufahamu zaidi. Kwa hiyo nataka tuangalie hapo, je, tuko kwenye mazingira gani na tunafanyaje ili tuweze kutoka kwenye hiyo hali ili hatimaye tuingie kuishi kwenye maisha ya utoshelevu. Bwana asifiwe sana. Utoshelevu unakupa faida nyingi sana. Utoshelevu ni kitu ambacho katika maisha yako unatakiwa kunyang'anyia. Bwana asifiwe sana. Amen. Hakuna ubinafsi katika mtu ambaye ni mtoshelevu, wala hakuna uchoyo katika mtu ambaye ni mtoshelevu. Bwana asifiwe sana. Na hakuna mtu ambaye ana imani na hana utoshelevu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mama mmoja alikuwa amebakiwa na kamkate kamoja. Alipokuwa na kale kamkate kamoja, kati ya Elisha au Elia akaenda akamwambia, nipe huu mkate nile mimi kwanza. Akasema, nimebakiza huu tu nile mimi na familia yangu kisha tufu. Bwana asifiwe sana. Lakini yule mama akakataa yale mazingira alikuwa anaona yasimsemeshe kuhusiana na upungufu alionao. Bwana asifiwe sana. Akaandaa kile chakula kana kwamba kipo kingine kwa imani. Maana yake alihesabu kutoshelewa kwa sababu upungufu. Sasa aliulize, wewe umeishi katika mazingira ya aina gani ambayo kutoa kwako ilikuwa ni changamoto kwa sababu unahisi utapungukiwa? Kutoa kwako imekuwa ni changamoto kwa sababu unahisi ndio mwisho wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na utoaji unakamilika pale ambapo uko kwenye mazingira ambayo kikawaida huwezi kufanya kile kitu. Yaani ubora unaonekana pale ambapo unafanya kitu ambacho binadamu wa kawaida ambaye hana Roho Mtakatifu hawezi kukifanya. Sasa kama unasubiri ukiwa na vingi ndio utoe, ujue utoaji wako ule hauna thamani mbele za Mungu kwa sababu ni kitu cha kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mazingira ambayo hali inakuelezea kwamba una upungufu, alafu wewe unajaribu kuonyesha huna upungufu, ndio mazingira ambayo una sadaka yako inatengeneza thamani zaidi mbele za Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo sasa
tuangalie kitabu cha Maombolezo sura ya 5 mstari wa 2 mpaka wa 10 ili tuangalie hali tulizo nazo na hali ilivyo ndani ya kanisa na watu ambao wamemwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu sana. Maombolezo sura ya 5 mstari wa 2. Kwa leo tutajifunza hapo, tutaangalia kwa spidi kidogo ili angalau kesho tubakize hatua moja tu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na kesho tutajifunza kwa ufupi, watu waweze kuwa na muda mzuri wa kula na kunywa, mambo ya kidunia, yaani chakula cha kawaida. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sio kaacha kuja ibadani kwa sababu ya chakula, kwa sababu kila chakula leo ninakuhakikishia kesho utasikia njaa tena. Alafu leo utakula pilau, kuku na nini, alafu kesho utakula ugali na dagaa. Yaani ndio unataka kula chakula ni cha ajabu. Yaani ili usipate pressure na chakula. Nakumbuka siku moja nikiwa Olevo, siku hiyo tulikuwa na mtumishi mmoja. Kwa hiyo tulikuwa tumekosa chakula jioni sana. Tulikuwa na njaa sana kama saa 6 usiku. Kwa hiyo tukaenda jikoni kule, tukapata ugali mmoja hivi na maharage ambayo ni magumu. Ugali ni mgumu. Saa 6 usiku. Bwana asifiwe sana. Baada ya kula kile chakula, kesho yake ndugu yangu, kulikuwa kuna pilau, nyama safi. Nikatafakari nikasema, yaani jana tunakula kitu cha vile, leo tunakula pilau, alafu pilau hili litaisha, kesho tena tunarudi kule. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo mtu ambaye anaweza kukipa chakula kipaumbele, yaani ni mtu ambaye huwa anamshangaza. Yaani kama unaweza kufikiria kwamba pilau ni la muhimu sana kwa sababu leo ni siku, na kukumbusha kwamba baada ya pilau siku inayofuata pilau, maana huwa likienda sana mchana na usiku. Haleluya. Ila kesho yake ni vyombo vinaoshwa, hali inaendelea kuwa endelevu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo msiwaze sana kuhusu chakula cha kesho. Maombolezo sura ya 5 mstari wa 2 na kuendelea. Takusomea mistari kadhaa, alafu tutaendelea ili tuone sasa tunachotafuta ni kitu gani. Maombolezo sura ya 5 mstari wa 2 inasema, urithi wetu umegeuka kuwa mali ya wageni na nyumba zetu kuwa mali ya makafiri. Tumekuwa yatima waliofiwa na baba, mama zetu wamekuwa kama wajane. Tumekunywa maji yetu kwa fedha, kuni zetu kwa uziwa. Watufuatiao wa juu ya shingo zetu. Tumechoka tusipate raha yoyote. Kiingereza anasema, yani tumechoka tusipate muda wa kupumzika, tusipate pumziko. Tumewapa hao wa Misri mkono na Waashuru nao ili tushibe chakula. Baba zetu walitenda dhambi hata hawako, na sisi tumeyachukua maovu yao. Watumwa wanatutawala, hakuna mtu wa kutuokoa na mikono yao. Twapata chakula kwa kujihatarisha nafsi zetu kwa sababu ya upanga wa nyikani. Ngozi yetu ni nyeusi kama tanuu kwa sababu ya hali ya njaa ituteketezayo. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Mstari wa 12 anasema, wakuu hutungikwa kwa mikono yao, nyuso za wazee hazipewi heshima. Vijana huyachukua mawe ya kusagia na watoto hujikwaa chini ya kuni. Wazee wameacha kwenda langoni na vijana kwenda ngomani. Mstari wa 15 anasema, furaha ya mioyo yetu imekoma, machezo yetu yamegeuka maombolezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ukisoma hapa utagundua ya kwamba maandiko yanatufundisha ya kwamba kuna watu ambao walikuwa wanastahili kuwa watoto wa mfalme, kuishi kama watoto wa mfalme. Kuna watu ambao walikuwa wanastahili kuishi kama watoto wa mfalme, lakini maisha yao yamekuwa vice versa. Aliyekuwa anastahili kuwa mfalme au mkuu amekuwa ni mtumwa, na yule ambaye itakiwa kuwa mtumwa amekuwa ni mfalme. Kwa watu wanasema wako katika hali ambayo sio nzuri, hali ambayo ni ngumu. Sisi ambao tulitakuwa
kuwa watu wa kuwakopesha wengine. Tumekuwa ni watu wa kutukanwa kwa sababu ya kuombaomba. Tumekuwa ni watu wa kutukanwa kwa sababu ya mikopo isiyokoma. Bwana asaidie sana. Haleluya. Mtu mmoja akasema ya kwamba shida kubwa ambayo inawapata watu walioamini wanapokopa kwamba kulipa inakuwa ni changamoto, ni kwa sababu kopa haiko kwenye ahadi za Mungu. Bwana asaidie sana. Maana maandiko yamesema sisi ndio tutakaokopesha, halafu sisi tunaenda kukopa. Kwa hiyo sisi tunapoenda kukopa, yani ni kama Mungu anakaa pembeni kidogo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kinachotokea sasa, kwa sababu sio asili yetu haiko katika kukopa, tunakuwa tunapata changamoto kubwa kwenye kulipa. Bwana asaidie sana. Haleluya. Sasa sisi ni watu tunaopaswa kuwa wakopeshaji, sio wakopaji. Sisi ni watu ambao tunapaswa kuwa watawala, sio watawaliwa. Sisi ni watu ambao tunapaswa kuwa wenye miliki, wenye urithi. Bwana asifiwe sana. Lakini ajabu ni kwamba kuna wageni ambao wamekuja, hawa wageni wamechukua nafasi yetu. Kwa hiyo sisi tumegeuka kuwa ombaomba. Siku moja nilikuwa naangalia kwenye mtandao wa kijamii, bwana mmoja akawa anachekesha. Alipochekesha yule bwana anasema ya kwamba anachekesha, lakini anatupa sifa ambayo sio nzuri watu ambao tumemwamini Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yaani kadri siku zinazokwenda itafikia hatua kuhubiri injili ni kazi ngumu mno. Haleluya. Kwa kuwa sasa hivi hakuna mtu mwenye hofu na injili. Hakuna mtu ambaye ana hofu na kanisa. Hakuna mtu ambaye ana hofu na watumishi, kwa sababu ya sifa anazozisikia huko nje kuhusiana na watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hebu fikiria mtu, yani jamii inakuwa na taarifa ya kwamba hawa watu ambao ni wameokoka, wameamini, ukiwapa kazi au kuwakopesha, kuna namna watakusumbua. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ili wewe uweze kuajiriwa, inabidi kwanza uonyeshe haujaokoka. Bwana asifiwe sana. Yaani ni kama wale watu ambao wanaenda kutafuta kazi, wanatoa rushwa ya ngono alafu ndio wanapata kazi, alafu wanakuja kumshukuru Mungu kwamba wanapata kazi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa ukiona tumefikia hatua ya hivyo, mtu ili apate kazi au apate kitu ambacho anakihitaji, inabidi ule utambulisho wake wa kwamba ni Mkristo uweke pembeni. Aeleze tu, mimi nipo, tunajua wazazi wangu ndo wa Kristo. Of course mimi kanisani sijaenda siku nyingi sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa ukiona tumefikia kwenye hatua hiyo, ujue utumwa umekuwa ni maisha yetu, alafu wale ambao watakuwa watumwa wamekuwa watawala kwetu. Sasa ni kitu kibaya. Yule bwana alitoa ile story kwa kinasema ya kwamba alikutana na rafiki yake ambaye wamesoma naye shule ya msingi, sio kama kipindi kimoja. Kukutana naye yule bwana, yule mwenzake alikuwa maisha yake yashabadilika. Yaani ni mtu ambaye anaonekana ana hela, ana maisha fulani ambayo kwa macho ya kawaida tunatathmini au tunaita maisha ya mtu aliyefanikiwa. Kwa hiyo kukutana naye yule bwana, anakuuliza, bwana, hebu niambie siri ni nini hasa? Haleluya. Yaani kama vile ambavyo watu wengi wanatamani kujua siri ni nini hasa ya kufanikiwa. Bwana, hebu niambie siri bwana ya kufanikiwa ni nini ndugu yangu? Bwana, wewe tumesoma wote na kufahamu vizuri tu. Yule bwana akamwambia, ni maombi tu, unajua tunaomba, tunajituma. Yule bwana akamwambia, hapana, kama ni maombi, waumini wote wangekuwa wameshafanikiwa. Wewe kuna muumini gani ambaye amefanikiwa? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo akaniambia, niambie bwana, ni kitu gani? Haleluya. Amen. Jitihada tu na maombi bwana, basi. Bwana asifiwe sana. Sasa unaona jinsi ambavyo pamoja na kwamba ni kichekesho, lakini kile kichekesho yule mtu hajakitunga kutoka mbinguni, ila ametunga kutokana na hali anayoiona kwenye jamii. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Vipi unaona kwamba ingekuwa iko vice versa, kwamba yule ambaye anaonekana ana maisha mazuri akisema tu kwamba anajua kumtumikia Mungu na nini, yani jamii na yani vichekesho vinatengenezwa kwa kuifanya kwamba watu wa kanisani ndio wako vizuri kuliko watu wa nje. Ingekuwa ni rahisi kumwambia mtu muamini Yesu Kristo abadilishe leo maisha yako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo najaribu kuonesha kwamba tunapaswa
walikuwa kwenye mkondo A, lakini sisi tunaishi kwenye mkondo B. Sisi ndio tumegeuka kuwa watu wa kujifunza kwa wageni. Sisi tumegeuka kuwa watu wa kurejea mafundisho ya watu ambao sio waamini. Bwana asifiwe sana. Sasa hii ni hatari sana, na msingi hasa wa kuletea kisomo hili angalau tuweze kusaidia jamii, tuweze kusaidia vijana au kanisa ambalo linakuwa. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hakuna namna ambayo wewe utawekeza muda mwingi kwenye kuwafundisha watu kuacha dhambi au kuwafundisha watu utakatifu bila kuwafundisha kuhusiana na utoshelevu, maana ni kitu ambacho hakiendani. Bwana asifiwe sana. Atakuwa kanisani, atanyenyekea vizuri, atajifunza. Akitoka nje, kuna kitu kitakuwa kinamsukuma akifuatilie. Kuna maisha ambayo atakuwa anayaona kwa watu wa nje yanayomsukuma afuatilie, ajue walifanikiwaje. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tutamani watu waje wajifunze kwetu, watu waje waulize kwetu, mbona ndugu yangu wewe duka lako unauza sana, shida ni nini? Au siri yako ni nini? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Sasa ikiwa wataenda kuuliza kwa watu wa duniani, ikiwa shetani atakutangulia mbele na kujibu maswali hayo, maana yake thamani ya wokovu itapungua. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Shetani akianza kujibu watu, atawajibu kutokana na jinsi anavyojibu. Kwa hiyo maana watu wengi wameenda kutafuta majibu ya hilo swali kwenye falme nyingine, wakapata maelekezo huko, wakatoa na makafara ili waweze kufanikiwa kule, kwa ajili ya kuwahamasisha hawa watu wengine pia waamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa sisi tunataka tujifunze jinsi ya kuweza kutoka mahala hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, tuendelee kubaki katika hali ya utumwa na kuendelea kuishi katika hali ya mateso? Ni swali la kujiuliza. Na je, msingi wa wokovu wetu ni maisha ya utumwa? Na msingi wa maisha yetu je, ni maisha yasiyo na baraka? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sivyo, na tunatamani kutoka hapo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kutafakari juu ya hali ya utumwa ambayo tunapitia. Ikiwa tunatamani kutoka mahali hapa, ni muhimu sana kutafakari na kujua ya kwamba hali ya utumwa ni hali ambayo haitakutengenezea ibada maalum au ibada nzuri mbele za Mungu. Hali ya utumwa itakufanya wewe mahusiano yako na Mungu yasiimarike. Mtu yoyote yule ambaye anaishi katika hali ya utumwa ni mtu ambaye hana utoshelevu na ni mtu ambaye ana upungufu mwingi. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo huwezi kuvikosa kwa mtu ambaye anaishi katika hali ya utumwa. Kwanza ni mtu ambaye atakuwa ni mtu wa malalamiko. Pili, atakuwa ni mtu wa manunguniko. Tatu, atakuwa ni mtu asiyekuwa na moyo wa tumaini, yaani ni mtu aliyekata tamaa. Kwa hiyo hakuna namna ambayo utaweza kuongea naye akakuelewa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kusoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 6 mstari wa 9, nataka nikuonyeshe jinsi hali ya utumwa ilivyo, au hali ya hali ngumu ya kimaisha ilivyo, na inapofanya watu ndani ya kanisa tunahangaika kila siku, tunazungumza kila siku, hatuoni mabadiliko. Kwa nini? Kutoka sura ya 6 mstari wa 9, maandiko yanasema, Musa akawaambia wana wa Israeli maneno haya. Ukisoma hapo juu utakuta Musa anazungumza na wana wa Israeli akiwaeleza jinsi ambavyo Mungu amesikia kilio chao, maana wana wa Israeli walikuwa katika hali ya utumwa nchini Misri. Ingawa iliwapasa kukaa miaka 400, lakini miaka yao ilizidi mpaka 430. Kwa kuwa walikuwa katika hali ya utumwa, waliishi katika hali ya utumwa, kwa walikuwa ni watu wenye kulalamika, wenye kulia. Wanasaidia sana. Kwa huruma za Mungu, Mungu akamtuma Musa aende kuwaokoa wana wa Israeli kutoka katika hali ya utumwa. Kwa hiyo Musa akawaambia kwamba Mungu amenituma nije niwakomboe.
pamoja na kwamba wakamuuliza ni Mungu gani, akajitambulisha Mungu aliyelituma ni Mungu ambaye niko. Bwana asifiwe sana. Wakamuelewa vizuri, lakini maandiko yanasema ya kwamba mstari wa 9, Musa akawaambia wana wa Israeli maneno haya, lakini hawakumsikiliza Musa kwa ajili ya uchungu wa moyo na kwa ajili ya utumwa mgumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ukiona ndani ya kanisa kuna watu wenye sifa hizi, ujue ni kwamba hata malaika akishuka akafundisha maneno ya Mungu, akaelezea ukuu wa Mungu, akaelezea utendaji kazi wa Mungu, hawatakuelewa, hawataelewa wala hawatakusikiliza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yaani watasoma maandiko na kuandika kwenye madaftari kama ilivyo desturi, wala hawataona kinachoendelea. Tutaambizana tu, Bwana, kuanzia leo Bwana amegeuza majira yako, amen, basi. Lakini ndani hakuna chochote kile kinachofanyika, kwa sababu kinachotawala ndani ni hali ya utumwa. Sasa hali ya utumwa tumesoma hapa inazuia mtu kumsikia Mungu, inazuia mtu kumsikiliza Mungu, kujua njia za Mungu. Kwa wakati tunaambizana hapa kumpa Mungu ibada, itakuwa ni kama tunapoteza muda. Wakati tunasisitiza jamani, sheni maisha yenu ni matakatifu, yanampa Mungu ibada, yanampendeza, itakuwa ni kama tunapoteza muda. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Musa anasema ya kwamba wana wa Israeli katika hali ya utumwa hawakusikiliza chochote ambacho Musa aliwaambia, kwa sababu kwanza, kwa ajili ya uchungu wa moyo. Mtu ambaye kwenye utumwa ana hali ya uchungu ndani ya moyo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa ikiwa tunaishi au tunahudumia watu ambao wana uchungu na moyo, wana uchungu wa moyo kwa sababu ya ugumu wa maisha au utumwa, ni vigumu sana kumsikia Mungu, ni vigumu sana kumwelewa Mungu. Mungu atakapokuambia ndugu, fanya 1, 2, 3 kwa ajili ya utumishi wangu, kwa sababu ya utumwa mgumu ulionao, kwa sababu ya uchungu ulionao ndani ya moyo wako, hautaweza kusikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani mnafahamu kuhusiana na hali inayoendelea kwenye kanisa letu au dunia. Bwana asifiwe. Siku moja nikiwa natoka kazini, kuna mtu mmoja nilimpa lift. Nikaa naye kwenye gari, akazungumza, nilikuwa nasikiliza mahubiri. Yule mtu akasema ya kwamba hawa wachungaji yaani ni matapeli. Hata ukijaribu kumwelezea, hapana, unajua sio wote, hakuna, wote ni wale wale. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa ukiona hali imefikia hivyo, ujue mioyo ya watu ina uchungu, mioyo ya watu na majeruhi. Kwa hiyo mchungaji anapozungumza hapa kwa habari ya kumtolea Mungu, kwanza miaka inapozidi kwenda mbele, inafikia hatua mchungaji atakuwa hawezi kuhubiri kuhusu utoaji, kwa sababu ukihubiri kuhusu utoaji watu watakuona wewe ni tapeli. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu wana uchungu ndani, kwa sababu wana ugumu wa maisha, kwa hiyo hawezi kusikia neno la Mungu. Kwa sasa hivi ni vigumu sana kumwambia mtu aokoke, kwa sababu anajua akija kwenye kutoa kuna mambo ya kutoa sadaka, na kwenye mambo ya kutoa sadaka ndio kuna watu wametapeliwa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ni hatari sana ikiwa maisha ya wanadamu yataweza kutawaliwa na uchungu au hali ya uchungu. Ni vigumu sana kumsikiliza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo ndio tekniki ambayo shetani anaitumia, au ndio njia ambayo ibilisi alitumia kipindi cha wana wa Israeli hata sasa hivi. Kitu cha kwanza, hakikisheni hawa watu wana maisha magumu. Bwana asifiwe sana. Ili watu wasipe Mungu ibada, sharti la kwanza ambalo shetani alifanya, akaleta maisha magumu. Yale maisha magumu kwa lugha nyingine ndio atazalisha hali ya kutokutosheka au hali ya kuwa na upungufu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Wakati wewe unawaza leo utakula nini jioni, halafu hapa kanisani tunawaza kuweka zege hapa chini, akili yako haitatuelewa. Bwana asifiwe sana. Mtapishana, lazima mdogo mnapishana, mwingine anaenda kulia, mwingine anaenda kushoto, kwa sababu wakati huyu anafikiria A, mwingine anafikiria B. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuna sehemu nilienda nikahubiri neno fulani, ile neno ikaonekana kwamba wale watu ni watu wa aina fulani. Kwa hiyo hata unaposikiliza ni kama vile haituhusu.
Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yaani kuna watu wanajua neno hili litakuwa la watu fulani. Bwana asifiwe sana. Yaani kwa mfano nikitokea hapa kasema tunataka tufanye mchango jamani, tufanye kitu fulani. Kuna watu ambao akili zao tunaanza kufikiria hapa angalau mama fulani au baba fulani atatoa hichi na fulani atatoa hichi. Hapa kanisa tunaweza tukapata pata. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo yeye anajitoa kwenye lile kundi. Yaani yeye ni mtu ambaye anaishi katika ile hali ya ugumu wa maisha. Kwa hiyo hana ule utoshelevu. Haoni kwamba anaweza akachangia chochote kile. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Na wengine unakuta anacho kidogo lakini anasema Bwana mimi siwezi kutoa pale maana sasa aibu. Haleluya. Yule mama mjane yeye alitoa hela kidogo kuliko wote. Lakini kinachokuwa kinampa sifa ile mama ni kwamba aliona kwamba hapana, ninataka kukitoa. Kuna furaha ambayo nitaisikia ndani yangu. Sio aibu ya kwamba nimetoa hela kwenye kinani kile nilia dididi. Bwana asifiwe sana. Ila kwamba mimi ndani yangu nasikia nimetoa chote. Nasikia nimemtolea Mungu kikamilifu. Kwa kuna furaha nitaipata. Haijalishi watu wanaanza kusema wewe watu wamepeleka manoti watu wamepeleka shilingi 100. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua kwamba maisha ya utumwa au maisha magumu ndio hali ambayo Ibilisi ameichagua ili kuweza kuondoa ibada ndani ya watu. Bwana asifiwe sana. Na siri kubwa ya kufanikiwa kwenye maisha ya mwanadamu yoyote yule iko kwenye ibada. Ndio maana Shetani alimwambia ukiniabudu nitakupa hivi yote. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sasa hawa watu wote watakwambia sio jitihada. Utafanya jitihada lakini hautafika popote. Hawa watu wote watakwambia labda zile sheria za motivational speaker. Wanakwambia uwe na discipline ya hela. Kumbe wanakufundisha uchoyo. Bwana asifiwe sana. Wanakufundisha ubinafsi huku akikwambia ndio njia ya kutengeneza mafanikio. Wakati maandiko yanasema ili kutoa kuliko kupokea. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo atakwambia usiendekeze sana ndugu. Haleluya. Kwa hiyo unatoka pale unasema nimepata njia za kufanikiwa. Kumbe ndani yako ndio kutengenezea uchoyo. Na kuna kitabu kimoja nimesoma cha hela kinasema ya kwamba hela kazi yake ni kukiongeza kile kilichoko ndani yako. Kwa kama ulikuwa na ubinafsi kidogo wakati una shilingi 1000, ukipata 10,000, ubinafsi wako utaongezeka mara 10. Kama ulikuwa una utoaji wakati una shilingi 1000, ukipata 10,000, utoaji wako utaongezeka mara 10. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo sasa ibada ndio iliyo asili ya mafanikio ya mwanadamu. Ndio yote yule. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, nadhani ni 18 mstari wa 8 au 8:18. Inasema kwamba utamkumbuka Bwana Mungu wako akupae nguvu ya kupata utajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake ni nini? Hakuna mafanikio ambayo hayana nguvu nyuma yake. Mafanikio hayatengenezwi na jitihada, hayatengenezwi na hali tunayoiona katika mwili wa kawaida. Bwana asifiwe sana. Lakini mafanikio yanatengenezwa na nguvu iliyo nje na macho tunayoyaona. Inatengenezwa na nguvu iliyo tofauti na mawazo yetu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Unaelewa watumishi wa Mungu? Kwa hiyo sasa tusikubali kubaki katika hali hii ya utumwa. Tusikubali kubaki katika hali hii ya huzuni, ya uchungu wa moyo. Bwana asifiwe sana. Nampenda Daniel, kusoma Daniel katika sura ya 9 mstari wa 2. Maandiko yanasema Daniel anasema mimi Daniel kwa kusoma vitabu na alijua kile ambacho Yeremia alikuwa amekitabiri kwa habari ya utumwa waliokuwa nao. Bwana asifiwe sana. Lazima tufikie hatua tuone kwamba hali tulionayo imetutosha. Hali tulionayo imeshachoka, tunatamani kuhama hapo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa ikiwa tutakubali kubaki katika hali ya utumwa, basi itakuwa ni furaha kwa shetani. Na maisha yako yatakuwa hivyo hivyo. Na ni kuhakikisha katika hali ya utumwa na ugumu wa maisha, hakuna ibada. Bwana asifiwe sana. Yaani hakuna ibada. Nafahamu andiko moja ambalo watu wanasema ni kwa tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa usije ukachagua umaskini ukadhani utajiri ni kuwa na fedha. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Utajiri ni hali ya utoshelevu, watumishi wa Mungu.
Ngoja nikuonyeshe jinsi ambavyo maskini wengi ndio wana hali ya utajiri na ndio wale ambao wengi hawatapita katika ile tundu la sindano. Bwana asifiwe sana. Soma Marko sura ya 10. Bwana asifiwe sana. Marko sura ya 10 hapo tunakutana na story moja nzuri sana ili siwachukie matajiri. Haleluya. Amen. Alafu nadhani kundi kubwa la wanadamu ni maskini. Wao kama jehanamu, watu wanaenda kwenye jehanamu, wanapita kwenye barabara kubwa. Sidhani kama watakuwa ni wale wachache. Haleluya. Amen. Kuna mtu mmoja yeye alikuwa ni tajiri. Kwanza mstari wa 17, maandiko anasema anasema hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio, akampigia magoti, akamuuliza, mwalimu mwema, ufanye nini nipate kurithi uzima wa milele? Bwana asifiwe sana. Kwanza huyu jamaa tukimwangalia tunamwona ni mnyenyekevu. Haleluya. Maana anaongea na Yesu, kwanza amepiga magoti. Kwa sura ya nje huyu jamaa anastahili kuwa miongoni mwa waenda mbinguni. Bwana asifiwe sana. 18, Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Wazijua amri? Usiue, usidhini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Akamwambia, mwalimu, yote nimeyashika tangu utoto. Kwa hiyo kwenye habari ya sheria au amri, huyu jamaa alikuwa yuko mbinguni. Yaani huyu jamaa akija hapa kanisani kwetu anatupiga yaani jebu kubwa sana. Wanatume sana. Maana amri zote anazishika huyu jamaa. Sisi tu kile kisheria cha fungu la 10 tunashikana mashati. Haleluya. Wanatume sana. Yaani ni mashati, yaani ni kitu ambacho kwanza ni kikwazo kwa watu. Yaani Bwana asifiwe sana. Na hiyo ni matokeo ya kukosa sheria. Haleluya. Kwa sababu inawezekana wewe upate 100, afu utoe 10, afu uone 90 haitoshi. Haiwezekani. Yaani ni lazima ndani yako kuwa kuna hali ya kutosheka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa hiyo Yesu akamkazia macho. Baada ya yule jamaa sasa kuonekana kwamba huyu sheria yuko. Yesu akamkazia macho, akampenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yule bwana alikuwa ameshika amri zote, lakini baada ya Yesu kumwangalia akajisikia kumpenda yule mtu. Na upendo wake Yesu ulikuwa ni nini? Upendo wake ilikuwa ni kumwambia ukweli. Haleluya. Akamwambia, umepungukiwa na neno moja. Enenda ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Kwa hiyo jamaa sio kwamba alikuwa anapoteza. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anasema ukauze vyote uwape maskini. Usiniletee mimi. Uje utoe sadaka. Kesi ndio imeanzia pale. Kwa hiyo Yesu akasema mimi sina uhitaji na vitu hivyo navyo. Wewe nenda kavichukua alafu kawape maskini. Kisha utakuwa na hazina mbinguni. Sio kwamba utakuwa umetoa bure, ila utakuwa umewekeza sehemu nyingine ambapo wewe ndio umeuliza unawezaje kupata uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Akasema kisha njoo nifuate. Lakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Huyu bwana alikuwa na sifa nzuri sana, alikuwa ni mtiifu sana, ameshika sheria sana, na amri zote anazijua, anazifuata amri zote ambazo kwa jumla tukizichukua tunaziita ndio utakatifu, na tunasema pasipo utakatifu hakuna mtu atakayemwona Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini huyu jamaa anakuja kuthibitisha kitu ambacho huenda tukikitafakari itatusaidia sana. Anasema yule bwana akakunja uso akaondoka zake kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Sasa ile neno mali nyingi limewafanya watu wengi waamini kwamba yule kwa sababu alikuwa ni tajiri alikuwa kutoa. Mstari wa 23, Yesu akatazama kote kote, akawaambia wanafunzi wake, jinsi itakavyokuwa shida wenye mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Kwa hiyo walikuwa watu wengi katika lile eneo wanasikiliza yale mafundisho. Sasa mstari wa 24, wanafunzi wakashangaa kwa maneno yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unaona jinsi ambavyo mambo yalikuwa yanaenda. Yaani Yesu amemhubiria yule bwana tajiri. Halafu baadaye yule watu walipokuwa wakimwangalia yule tajiri, wanaona kwamba tajiri ana sifa nyingi sana. Bwana asifiwe sana. Za kwenda katika ufalme wa Mungu. Yesu, wale wanafunzi wakashangaa kwamba Yesu anasemaje tena? Yaani ni tajiri na yeye anamwona hata ingia katika ufalme wa Mungu. Sisi wote tunatamani kuwa matajiri. Sisi wote tunaamini kwamba utajiri ndio ukamilifu. Tena sasa Bwana ni tajiri na sheria anazishika. Yaani ni tajiri na kanisani yupo. Bwana asifiwe sana. Yesu akarudia tena. Baada ya wale jamaa kushangaa wanafunzi wake, Yesu akajibu tena mstari wa 24. Akawaambia, watoto, kwa msisitizo sasa, jinsi ilivyo shida wenye kutegemea mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni rahisi ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kumbe sio kuwa na mali. Shida sio kuwa na mali. Shida iko kwenye kutegemea mali. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hebu niambie, ni maskini gani ambaye hategemei mali? Bwana asifiwe sana. Katika watu ambao wanaongoza kwa kutegemea mali ni maskini. Kwa sababu maskini anaamini ya kwamba akitoa atapoteza. Alafu anaamini anacho kidogo, kwa hiyo anastahili kutokutoa. Haleluya. Yaani maskini akisikia ile kaneno hili kutoka kupokea, anaona haka sio kakwetu. Haka ni kwa watu fulani. Ni watu kwanza, wale watu wana mali na shika, kwa nini hawatoi? Ningekuwa mimi ningekuwa natoa sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo Yesu anasema shida iko kwenye kutegemea mali. Shida iko kwenye kuwa na mali. Unaweza kuwa na mali lakini usizitegemee. Maana yake hauna tumaini katika ile mali. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kutegemea mali kunaonyesha jinsi gani ambavyo moyo wako una huzuni. Kama yule bwana alikuwa mali zake zilipotajwa tu akapata huzuni ndani yake, akaikataa imani. Bwana asaidie. Kwa hiyo kuishi maisha ya utumwa ni kitu kibaya sana. Tukisoma hapo mbele unaona wale wanafunzi wakamwambia Yesu, ni nani basi awezaye kuokoka? Mbona jinsi hivyo ngumu? Kwa sababu kitu cha kwanza ambacho wanadamu wanakiangalia mali. Alafu Yesu anakuja kutuambia tusitegemee mali. Yaani hata wao wenyewe, na maana yake kifupi ni kwamba hata wale wanafunzi pia waliona kwamba mbona na sisi wenyewe tuko kama huyu bwana. Sema basi ni nani awezaye kuokoka? Bwana asifiwe sana. Lakini uzuri ni kwamba anasema yasiyowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu yanawezekana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Una uwezo kuwa katika hali ya upungufu wa fedha, lakini usitegemee fedha. Bwana asifiwe sana. Amen. Una uwezo kuwa katika hali ya changamoto za kimaisha, ugumu wa kimaisha, lakini bado tumaini lako lisiwe katika mali. Bado tumaini lako lisiwe kwamba solution iko katika mali au fedha. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Danieli akachukua hatua, akaona kwamba hatuwezi kuendelea kuishi kwenye utumwa. Hatuwezi kuendelea kuteseka namna hii. Hatuwezi kuishi katika uchungu kwa kiasi hiki. Danieli akawa miongoni mwa watu ambao wakaamua kuchukua hatua ya kutoka katika utumwa wa Babeli. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Haleluya, watumishi wa Mungu. Amen. Kwa hiyo unyenyekevu na utoshelevu ni kitu ambacho cha kuzingatia katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo ugumu wa maisha unamfanya mwanadamu akose nafasi pia ya kumwabudu Mungu ipasavyo. Haleluya. Haleluya. Soma hapo kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 9 na 10. Lakini pia ukisoma na mstari hapa ya kusoma. Bwana asifiwe sana. Pale Yesu aliposema kwamba heri maskini wa roho, maana ufalme wa Mungu ni watu ni wao. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Alafu kusoma kitabu kingine tena anasema
Roho wa Bwana yu juu yangu, amenituma kuwahubiria habari njema, si ndio? Amina. Bwana asifiwe sana. Kuwahubiria habari njema maskini, si ndio? Wafungwa wapate kufunguliwa na kadhalika. Bwana asifiwe. Sasa wewe unahisi ni maskini gani? Maskini gani ambao sio Bwana wataja? Kosa hela? Hapana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kifupi ni kwamba kuna vitu ambavyo Mungu huwa hana stress navyo sana, kama vile kukosa hela, kukosa baadhi ya mahitaji. Bwana asifiwe sana. Wewe unaweza kuwa na mzigo mkubwa sana ambao umeubeba, unatamani majibu yapatikane, alafu kumbe Mungu hana hata habari. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu mwanamke mmoja hana hiyo. Yaani alikuwa na uhitaji mkubwa sana wa mtoto, kiasi kwamba akaongeza muda mwingi sana kwenye kuomba. Kwa wakati hana, yeye anadhani kwamba anampa Mungu ibada kwa kuongeza muda mwingi kwenye kuomba na kuombea hitaji alilokuwa nalo. Kumbe Mungu alikuwa haoni upungufu wowote. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mpaka pale ambapo Hana akapata neno la ufunuo ya kwamba watoto wa huyu kuhani Eli wengi sio wacha Mungu. Kwa hiyo hapa mwisho wa siku tutakuja kukosa mtu wa kuendeleza huduma. Akamwambia Mungu, sasa Mungu, nimejua usinipe mtoto kwa sababu Penina ana watoto, nataka nimuonyeshe kwamba na mimi nina mtoto. Usinipe mtoto kwa sababu watu wananisema vibaya kwa sababu mimi naonekana sina uwezo wa kupata mtoto, naonekana ni tasa. Kwa hata watu wakiniona kwa mbali wanasema, nimekutana yule mwanamke tasa yule. Alikuwa anaenda kwa spidi sana, sio anaenda wapi. Bwana asiwe sana. Kwa kuna kajina wamempa. Bwana asiwe sana. Mungu akawa haoni kale kajina. Yaani kama vile ambavyo watu wanaanza kuita, kuna mtumishi mmoja yule ombaomba. Amenipigia na ananiambia tena analewa na niomba kocha. Bwana asiwe sana. Yule mtumishi ombaomba amenitafuta tena na ananiambia siku na nini. Bwana asiwe sana. Kwa hiyo wewe unadhani kwamba Mungu ataangalia kale kajina wanakupa, kumbe hana habari. Kwa hiyo Hana akageuza maombi yake, akasema Mungu, nimegundua kitu, nimepata mafunuo kwamba pale kwenye familia ya kuhani hakuna mtoto ambaye ataweza kuendeleza kazi yako. Kwa hiyo kama ukinipa mtoto, huyu mtoto nitamtoa ili aendeleze kazi yako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Mungu akasema, kumbe huyu mtu hana upungufu. Amegundua kwamba yeye jinsi tu alivyo kuna utoshelevu ndani yake. Bwana asifiwe sana. Akaamua kumpa Samueli. Samueli akipiga wale watoto wote wa Penina ambao walikuwa wanaonekana ni wa maana, wakati hana mtoto. Hatujui historia yao wala hatujui walikoishia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo maskini anaowazungumzia Yesu au Isaya aliposema ya kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, ametuma kuwapa habari njema maskini. Bwana asifiwe sana. Ukisoma kwenye Isaya 61, ngoja nikuonyeshe hivi kwenye Luka 10 na ngapi nadhani, Luka 4 nadhani ile ndio Yesu anazungumza, lakini kwenye Isaya hataji kama maskini. Yesu alitamka maskini, ila Isaya anataja wanyenyekevu. Isaya 61 anasema Roho ya Bwana Mungu yu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kumbe anaposema kwamba kwenye Mathayo 5 mstari wa 3 kwamba anaposema heri walio maskini wa roho, kwa kuwa ufalme ni wao, anamaanisha wanyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hebu angalia Ufunuo sura ya 2 mstari wa 9 na wa 10. Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 9 na wa 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema najua dhiki yako na umaskini wako. Alafu kwenye mabano anasema lakini utajiri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona mtazamo wa Mungu jinsi ulivyo tofauti na mitazamo yetu? Wakati sisi tunajihesabu kuwa ni maskini, yeye Mungu akituangalia anatuona kama sisi tu matajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Nasema najua na matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio bali ni sinagogi la Shetani. Anafahamu jinsi ambavyo watu wamekuwa wakikudharau, wakikupa majina mabaya kutokana na hali ulionayo ya kimaisha. Lakini anasema usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10.
uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Habari njema kwa maskini ni unyenyekevu. Unyenyekevu maana yake nini? Unyenyekevu maana yake uaminifu hata kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5. Bwana asifiwe sana. Petro wa kwanza 5:5 anasema ya kwamba vivyo hivyo ninyi vijana watini wazee. Kipengele cha pili ambacho ndio nakitaka, anasema naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu upate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hali tulizo nazo, magumu tunayoyaona, Kristo anasema kwamba yatakuwa ni ndani ya siku 10. Maana yake nini? Kuna kikomo. Ukipita katika hali ambayo ni ya changamoto kubwa, ambayo masikio yako hayaoni vizuri, macho yako hayaoni vizuri, fahamu wazi ya kwamba kuna kikomo. Ndio maana anasema shetani atawatupa gerezani mjaribiwe siku 10. Maana yake kuna mwisho. Haleluya. Sasa ikiwa utakubali katika lile jaribu, katika ile hali ngumu unayopitia, kuikataa imani, maana yake umekubali kupewa ile taji ya uzima. Ndio maana Kristo anasema anajua hali unayopitia, anajua mazingira ulionayo, lakini kuna mwisho wake. Kitu cha kufanya na cha kuzingatia, uwe mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio habari njema. Ufalme wa Mungu uko kwa wale ambao ni wanyenyekevu, wale ambao pamoja na magumu wanayopitia, pamoja na hali wanayopitia inayotisha ya utumwa, lakini ni wanyenyekevu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tumechagua kutoka katika hali ya utumwa na kuingia katika hali ya ukuu au ufalme. Bwana asifiwe sana. Amen. Maana maandiko yanasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Haleluya. Amen. Na anasema sisi ni wafalme na makuhani. Kwa hiyo tumepewa kutawala na kumiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo hatuwezi kubaki katika hali hii ya uchungu. Hatuwezi kubaki katika hali hii ya mateso, ya manunguniko. Lazima tuhame. Bwana asifiwe sana. Amen. Na somo letu hili ndio kusudi lake hasa. Bwana asifiwe sana. Sasa hebu tuonyeshe kidogo ahadi za Mungu ili upate kiu ya kutoka katika hali hiyo ya utumwa, kutoka katika hali hiyo ya uchungu na ugumu wa maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ahadi za Mungu zinasema Isaya 52 mstari wa 13 na 15. Bwana asifiwe sana. Mungu ameahidi nini juu ya hali tulionayo, juu ya hali ya utumwa tuliopitia? Bwana asifiwe sana. Jambo la kwanza ni kutokukubali kuendelea kuishi katika utumwa kama alivyofanya Danieli. Ndiyo jambo la kwanza na la msingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nimesema kwa nini utumwa unakufanya usimsikilize Mungu. Utumwa unakuzuia usimpe Mungu ibada toshelevu, usimpe Mungu ibada kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utumwa utakufanya utegemee mali. Utumwa utakufanya utegemee fedha na vitu ambavyo vinaonekana kwa macho. Haleluya. Isaya sura ya 52 tunaangalia ahadi za Mungu. Mungu ametuahidi nini sasa kutokana na hali ya utumwa tulionayo, ili tupate kuweza kuhama hapo kwenda katika hatua nyingine. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kianza na Isaya 55:5 anasema, tazama utaita taifa usilolijua na taifa lisilokujua wewe litakukimbilia, kwa sababu ya Bwana Mungu wako na kwa ajili ya Mtakatifu wa Israeli, maana amekutukuza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Afu Isaya 52 mstari wa 13 andiko anasema, tazama mtumishi wangu atatenda kwa busara, atatukuzwa na kuinuliwa juu, naye atakuwa juu sana. Kama vile wengi walivyokustaajabia, uso wake ulikuwa umeharibiwa sana zaidi ya mtu yeyote, na umbo lake zaidi ya wanadamu, ndivyo atakavyoshtushwa mataifa mengi,
wafalme watamfungia vinywa vyao, maana mambo wasioyaambiwa watayaona na mambo wasiyoyasikia watayafahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kwa Mungu ametuahidi ya kwamba ikiwa kuna watu wakituangalia wanapata kustaajabu kwa maisha tulionayo na ugumu tulionao, ahadi inasema ya kwamba ndivyo watakavyoshangaa kwa kuyaona mambo ambayo hawakuyafahamu juu ya Mungu wetu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yaani kwa kifupi ni kwamba Mungu atabadilisha utumwa kuwa ukuu. Haleluya. Yusufu alienda kama mtumwa, aliuzwa kama mtumwa, lakini mwisho wa siku tunasoma kwenye maandiko ya kwamba akabadilishwa akawa mkuu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo inawezekana sisi tunajiona kama watumwa, tunajiona kama watu ambao kiuhalisia tuko kwenye lile fungu la watu wenye maisha magumu, tuko kwenye fungu la watu ambao hatuoni mwelekeo mzuri katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lakini liko tumaini, yako matumaini, iko ahadi. Bwana asifiwe sana. Iko ahadi ya kwamba Mungu atatuita, ataliita taifa kwa ajili yetu. Bwana asifiwe sana. Atafanya watu wastajabia maisha yetu kwa sababu tumeamua kumgeukia yeye na tumeamua kuanza upya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Suleimani katika ufalme wake, kusoma Mambo ya Nyakati sura ya kwanza, Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 9 mstari wa kwanza pale mpaka wa 12 utakuta pale ni habari ya mwanamke mmoja anaitwa Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 9 Mambo ya Nyakati wa pili sio wa kwanza. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 9 mpaka 12. Anasema na Malkia wa Sheba aliposikia habari za Suleimani alikuja ili amjaribu Suleimani kwa maswali ya fumbo huko Yerusalemu, mwenye wafuasi wengi na ngamia wachukuao manukato na dhahabu nyingi sana na vitu vya thamani. Alipomfikiria Suleimani akamwambia mambo yote yaliyokuwa nayo moyoni mwake. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwanza kwamba huyu malkia anaenda kwa Suleimani kumjaribu kwa maswali ya fumbo au kujaribu kumchokonoa kufahamu kweli Suleimani amefanikiwa au Suleimani ana hekima. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo mstari wa pili anasema naye Suleimani akamfungulia maswali yake yote, wala alikuwako neno alilofichiwa Suleimani asimwambie. Naye Malkia wa Sheba alipoona hekima ya Suleimani na nyumba aliyoijenga na vyakula vya mezani mwake na kikao cha watumishi wake na usimamizi wao wa ngoje wake na mavazi yao, wanyeshaji wake na mavazi yao na daraja yake na kupandia. Mstari wa 5 anasema akamwambia mfalme, hizo kweli habari zile nilizosikia katika nchi yangu za mambo yako na za hekima yako, lakini mimi sikuyasadiki maneno yao, hata nilipokuja na kuona kwa macho yangu, wala tazama ukuu wa hekima yako sikuambiwa nusu. Wewe umezidi kuliko habari nilizosikia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo hapa tunaambiwa ya kwamba huyu malkia alikwenda kumjaribu Suleimani kuangalia je, alichokuwa anakisikia ni kweli. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Najaribu kuonesha kwamba tunapoingia kwenye majira mapya kuna watu watakuja kuangalia, kujaribu. Tumesikia bwana kile kanisa sasa hivi wana vyombo, tumesikia kile kanisa sasa hivi wanapiga drums, wanaimba vizuri. Bwana asifiwe sana. Hebu twendeni tukaone. Haleluya. Amen. Afu akifu anaanza kuuliza hivi zile drums ni za kweli siku. Haleluya. Wanajaribu kuuliza maswali. Bwana asifiwe sana. Alafu katika yale maswali walipokuwa wanauliza wanakutana na vitu ambavyo wao wenyewe wanashangaa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wao wenyewe wanashangaa walichokukuta, maana kitu walichoambiwa, maandiko yanasema huyu mama akasema kwamba yale niliyoambiwa kuhusiana na wewe hata nusu hajafikia, kwa sababu mimi ni mfalme, ni malkia, lakini chakula wanachokula watumwa wako ndicho ninachokula mimi malkia. Jinsi walivyo, jinsi walivyovaa, jinsi wanavyoishi, kwa kweli inastaajabisha. Wanasiwe sana. Haleluya. Amen. Sasa sikiliza inapokuwa utamu, pale ambapo Mungu anapobadilisha historia ya mtu, yaani pale ndipo wokovu unapowafikia watu wengine. Haleluya. Amen. Kwa sababu wanadamu wanataka kuona, ingawa anasema heri yule ambaye anaamini pasipo kuona. Bwana asifiwe sana. Lakini watu wanataka kuona. Ukiwaambia kwamba Yesu anabadilisha maisha, waone. Kuna mtu fulani alikuwa anavaa viatu aina moja kila siku mpaka wakavizoea, halafu ghafla wameona mabadiliko yametokea. Bwana asifiwe sana. Kwa mfano kwamba mmoja alikuwa ananisia jana kwamba watu waone kwamba tulikuwa tunaabudu kwenye kibanda, tulikuwa tumeweka madumudumu. Bwana asifiwe sana. Halafu baadaye wanaona kuna matofali, baadaye wanaona kuna vioo, baadaye wanaona kuna AC. Yaani mtu akiona vile anasema pale kuna Mungu, twendeni. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo ndivyo ilivyotokea kwa huyu mtu. Anasema heri watu wako na heri wao watumishi yako wasimamao mbele yako siku zote wakisikia hekima yako, na ahimidiwe Bwana Mungu wako aliyependezwa nawe ili akuweke juu ya kiti chake cha enzi kwa kuwa mfalme wake Bwana Mungu wako. Kwa Mungu wako amewapenda Israeli kuwathibitisha milele, kwa hiyo amekufanya kuwa mfalme juu yao kufanya hukumu na haki. Bwana asifiwe sana. Yaani mwisho wa siku lazima ibada iwepo. Haleluya. Watu hawawezi kumtukuza Mungu wetu ikiwa walivyotukuta mwaka jana ndivyo watakavyotukuta mwaka kesho. Walivyotukuta tunalia ndivyo watakavyotukuta tunalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mtu ambaye walishazoea ni mtu wa kilio, ni mtu wa huzuni, siku wakimkuta na furaha watajiuliza imekuwaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Halafu jinsi utakapowaelezea matendo makuu ambayo Mungu amekutendea, Mungu jinsi alivyotengeneza njia, alivyokuvusha, alivyokuondoa hapo, mwisho wa siku anasema ahimidiwe. Ile ahimidiwe maana yake ni ibada wanampa nani? Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa ni muhimu kutamani kufikia hatua ya maisha ambayo watu wanaokuzunguka watamtukuza Mungu kwa ajili ya matendo makubwa ambayo Mungu ameyatenda kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo hiyo ni ahadi kuu ambayo Mungu ametupa, ya kwamba atabadilisha historia yetu, atabadilisha utumwa wetu, atabadilisha hali tulizo nazo, uchungu tulionao, atatutoa katika hali ya utumwa na kutuingiza katika hali ya utoshelevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya, watumishi wa Mungu. Amen. Mwambie jirani yako hautabaki kama ulivyokuwa. Hautabaki kama ulivyokuwa. Haleluya. Mungu wetu ni wa mabadiliko. Mungu wetu ni wa maendeleo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Muhimu kuwa na imani. Unajua kwenye shule yetu tumesoma kwamba development is a gradual change from one step to another step. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba mabadiliko ni hatua ya taratibu ya kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa shetani anachokifanya anakuja kukuelezea kwamba mabadiliko sio gradual, yaani sio hatua ya taratibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuja anakuambia mabadiliko ni fastest change, kama vile fast charger, fast food. Yaani sasa hivi kila kitu kinakuwa ni fast. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukishaenda kwenye fast, haleluya, lazima tu utaingia kwenye mtego, kwa sababu mtu yoyote mwenye haraka ni mtu ambaye yuko tayari hasa kupatwa na tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo lazima tujue kwamba maisha yetu ni maisha ya mabadiliko, lakini mabadiliko yetu yanaenda hatua kwa hatua. Na mtu ambaye ana utoshelevu, wala sio mtu ambaye utamkuta ananung'unika,
Hutamkuta mtu analalamika, ila anaamini ya kwamba Mungu ananitoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo taratibu, kama vile tunavyoelezewa historia ya tembo labda na ya mbwa, kwamba mbwa akizaa katoto, yani mimba yake ni chapu, anapata vitoto kibao, alafu tembo anakaa miezi sijui ni 18 wanasema, anakaa tu na mimba yake. Mbwa mimi nishajifungua, sawa. Baada ya miezi 18 kuisha, tembo anakuja kufungua. Kinachotoka pale kitoto tu ambacho ndo kimezaliwa kina ukubwa kuliko wa mbwa ambaye amewazaa wengine. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo mtu ambaye anakubali kupita kwenye mchakato, anayekubali kupita kwenye mchakato wa taratibu wa ukubwaji, ni mtu ambaye anakuwa na msingi imara wa kuweza kustahimili pale ambapo atakutana na changamoto yoyote ile. Bwana asifiwe sana. Unajua siri iliyomfanya Ayubu akazidishiwa zaidi ya kile alichokuwa nacho mwanzo ni kwa sababu Ayubu alikuwa ni mtu ambaye amepita katika mchakato, ni mtu ambaye amekomaa, ana misingi imara juu ya kile alichokipata. Bwana asifiwe sana. Paulo ananifurahisha, anasema kwamba najua kupata na najua kupungukiwa. Kwa hiyo Ayubu huenda alishapitia hatua ambayo alikuwa ni yeye peke yake, hata mke hana. Bwana asifiwe sana. Baadaye akaja akapewa mke, baadaye akaja akapata ngamia, akapata mbuzi, akapata ng'ombe, akapata mali, akapata na watoto. Halafu baada ya vile vitu vyote vikaondoka. Bwana asifiwe sana. Mungu akasema labda mimi nilikuwa hivi nilivyokuwa. Na kwenye maandiko anasema kwamba mimi nalizaliwa uchi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndio kale neno tunasema kwenye msiba kale watu wadogo kama kwenye hadithi kale. Bwana asifiwe sana. Nani anakafahamu kale kaandiko ambako kwenye misiba ndo ka kwanza? Watu wanakasema hapo, wengine hawajui kama liko kwenye Biblia. Wanasema wahenga walisema Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sio wahenga, ni maandiko ambayo Ayubu walisema. Bwana asifiwe sana. Kwa nini alisema hivyo? Alishapitia hatua ya kutokuwa nacho. Bwana asifiwe sana. Akajengewa misingi ya kuwa nacho. Kwa siku kilipochukuliwa, akili yake na ufahamu wake unafahamu ya kwamba aliyenipa ndiye aliyevichukua. Amen. Kama alinipa, ameamua kuvichukua, ana uwezo wa kunipa tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kwenye maisha yetu lazima tufahamu hicho kitu ya kwamba ni muhimu sana kuishi maisha ya utoshelevu na kufahamu ya kwamba iko ahadi ambayo Mungu anatuahidia ya kuiendea, na zile ahadi tunapoziendea tunaenda kwa hatua kwa hatua, wala hatukurupuki. Bwana asifiwe sana. Wala hatuna haraka, wala hatuna mbio, hatukimbii mbio, bali tunaenda kwa kufuata njia na maelekezo ambayo Mungu ametupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Naendeleaje watumishi wa Mungu? Naendelea vizuri? Haleluya. Amen. Amen. Kwa hiyo nimekuelezea hicho kitu hapo. Umenielewa watumishi? Sasa sijui nifanyeje. Niendelee au nifanyeje? Napenda kunielezea hicho kitu. Au mpaka nisema kuna zawadi. Kuna zawadi watumishi wa Mungu. Mnaogopa? Haleluya. Karibu kujifunza. Bwana asifiwe. Amen. Bwana mpigi makofi. Haleluya. Mwingine? Hamna mwingine? Karibu. Jamasi. Kuzani karibu. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nilichojifunza kwamba unapoomba kitu kwa Mungu, usiombe kwamba Mungu naomba unipe fedha kwa ajili ya jirani yangu au fulani anione. Inatakiwa Mungu nipe fedha kwa ajili ya kujenga kanisa. Nipe fedha kwa ajili ya kufanya kitu katika nyumba yako.
sio kwa ajili ya kwamba fulani anione au nimtambie mtu fulani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Umesikia watumishi wa Mungu? Amen. Unapoomba kibali cha kupata fedha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa Mungu hatuombi hela, ila tunaomba kibali cha kupata fedha. Kwa lugha nyingine ndio kinaitwa nguvu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa tuna kama nusu saa ili tuweze kumaliza. Maana jua limeshakuwa kali, wamechoka. Haleluya. Wasije kasahau yote, wakakumbuka tu Bwana ndiye mchungaji wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hapa tunaangalia sasa hatua za kufuata ili kuingia kwenye majira mapya au kuingia katika kuishi maisha yenye baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatua za kufuata ili kuweza kuishi maisha yenye baraka. Haleluya. Na kama nilivyokueleza hapo awali jana, nilikwambia kwamba tunakufundisha hitimisho alafu na kufundisha ule mchakato wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ningeweza kuishia tu kuambia kwamba Mungu atabadilisha majira yako, utaingia hatua nyingine, utabadilika. Sasa kama ulikuwa una mahitaji mengi atapungua. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna hatua za kufuata au kuna vitu ambavyo tunatakiwa pia tufuate ili uweze kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hatua ya kwanza anasema tambua nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tambua nafasi yako. Kwa hiyo ni wazi kwamba kwenye maisha yetu haya Mungu amempa kila mwanadamu Mungu amempa nafasi yake. Nafasi maana yake nini? Amempa ufalme au utawala. Kuna mahala ambapo Mungu amekuumba kwa kusudi lake ili upate kutumikia ile kusudi lake, na mwisho wa siku utukufu rudi kwake. Maana tunasema jumla ya mambo yote ni kumpa Mungu ibada au kumcha Mungu. Kwa jambo la kwanza, tambua nafasi yako. Isaya sura ya 50, sura ya 50 mstari wa 2. Isaya sura ya 50 mstari wa 2. Maandiko yanasema, basi nilipokuja mbona hapakuwa na mtu? Nilipoita mbona hapakuwa na mtu aliyenijibu? Je, mkono wangu ni mfupi hata nisiweze kukomboa? Au je, mimi sina nguvu za kuponya? Tazama, kukemea kwangu umeikausha bahari, mito ya maji naifanya kuwa jangwa. Samaki wao wanuka kwa sababu ya pana maji, na wafa kwa kiu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hili ni swali ambalo Mungu anatuuliza. Ikiwa tunatamani kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, ikiwa tunatamani kuwa na maisha yenye baraka, na kama ambavyo Mungu alishaahidi toka mwanzo ya kwamba chagua baraka ili uwe heri, na anasema utakaposikiza na kuyashika maneno yangu na kufanya bidii kuyaishi. Bwana asifiwe sana. Anasema kwamba Mungu ataifanyikisha njia yako pamoja na kukustawisha sana. Bwana asaidie sana. Sasa Mungu anauliza, je, haya yote kweli hawezi kuyafanya? Kwamba mkono wa Mungu ni mfupi, hawezi kutuokoa katika hali ya utumwa? Bwana asaidie sana. Mungu anauliza tena ya kwamba hana nguvu za kuponya, hana nguvu za kutenda mambo makubwa? Maana amesema ikiwa mimi ndiye Mungu niwapaye nyinyi nguvu ya kupata utajiri. Je, haoni kwamba tunahitaji huo utajiri kwa ajili ya utukufu wake? Haoni kwamba tunahitaji fedha kwa ajili ya kazi yake na kwa ajili ya maisha pia? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mahala pengine maandiko yanasema kwamba ikiwa nyinyi wenye dhambi mnawapa watoto wenu samaki na sio nyoka, je, kwa yeye aliye mtakatifu Mungu inawezekanaje asitupe yaliyo mema? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo swali la kwanza Mungu anatuuliza linatupa hatua ya kwanza
ambayo tunasema ni kutambua nafasi yako, kujua kusudi lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa anachozungumzia ni kwamba basi nalipokuja, mbona hapakuwa na mtu? Maana yake kuna nafasi ilikuwa iko wazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kuna nafasi ambayo Mungu alipokuja kuangalia hakukuta mtu. Tumelia, tumeomba, lakini anapokuja kujibu anasema hivi, nilipoita mbona hapakuwa na mtu aliyenijibu? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Wakati sisi tunaona Mungu ajibu maombi yetu au Mungu asikii, yeye naye anashangaa, anasema jamani, mbona mimi nimekuja sijakuta mtu? Bwana asifiwe sana. Mbona nimeita sijasikia mtu aliyejibu? Bwana asaidie sana. Amen. Kwa hiyo nafasi yako, ukikosa nafasi yako, maana yake umemkosa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu yuko tayari kushughulika na maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Mara pengine maandiko yanasema yeye hujishughulisha sana na haja zetu, hujishughulisha sana na maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Mungu anatamani maisha yetu yawe ni maisha ambayo yatajawa na furaha, yatajawa na amani. Yaani kama wewe unatamani maisha mazuri, ujue Mungu anatamani mara 100 zaidi uwe na maisha mazuri. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kama unatamani kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, ujue Mungu ameshatangulia mbele yako mara nyingi zaidi kutamani uwe hivyo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Ila kinachotokea ni kwamba kuna nafasi ambayo inakuwa wazi. Mungu anapokuwa tayari kufanya jambo, akiangalia haoni utayari. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo inawezekana kuna nafasi ambazo zipo wazi tumeziacha. Mungu yuko tayari kutusaidia, yuko tayari kututendea, lakini hatujakumbuka nafasi zetu. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anapoteza nafasi yake hawezi kuyaona matokeo ambayo Mungu atakuwa amemkusudia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Sasa soma kwenye Mathayo 25:14 mpaka 30. Hapa unakutana na habari ya story ambayo Yesu Kristo alikuwa akifundisha. Anasema kwamba mtu mmoja alikuwa na watu watatu, watumwa watatu. Yule mkuu wao au yule mfalme akawagawia talanta, kila mtu kwa idadi yake. Bwana asifiwe sana. Akasema mmoja akampa 5, mwingine akampa 3, mwingine akampa 1. Bwana asifiwe sana. Lakini tunajifunza kwa wale watu ya kwamba zile nafasi walizopewa, wengine walizitumia vizuri zikawazalishia, ila mwingine kuitumia vizuri, kwa ile nafasi haikuweza kuzaa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa kumbe nafasi ambayo haitatumiwa vizuri haitaleta matokeo. Bwana asifiwe sana. Kwa kama utakuwa haujajua nafasi yako katika ufalme wa Mungu, kama hautakuwa umejua nafasi yako katika ulimwengu huu, hauwezi kuzalisha, hauwezi kuleta matokeo. Bwana asifiwe sana. Na nafasi zinachukuliwa. Yaani ikiwa wewe utakuwa ukae kwenye nafasi A na hujakaa kwenye nafasi A, ile nafasi itachukuliwa na mtu mwingine. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa ni kuonesha wazi ya kwamba haijalishi kwamba tunaposemaga Bwana Mungu ameumba kila mtu kwa kusudi lake. Bwana asifiwe sana. Ila mwanadamu anaweza asinufaike na uumbaji wake kwa sababu ya kukaa kwenye nafasi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ni kweli Mungu anatuwazia mema. Maana anasema anajua mawazo nawazia ni mawazo ya amani. Bwana asifiwe sana. Yaani hilo ni Mungu analolitamani. Kweli kila mtu ameumba kwa upendeleo. Mungu ameumba kila mtu kwa nafasi yake, awe na maana, kila mtu ameumba kwa kusudi lake. Lakini ujue ya kwamba Mungu hatashuka mwenyewe kukulazimisha. Bwana asifiwe sana. Ila wewe utakapoitambua nafasi yako, ile nafasi ndiyo itakayomzalia Mungu matunda, ndiyo itakayokuzaliwa wewe pia matunda. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tunasoma habari za Esau na Yakobo. Esau na Yakobo, stori yao inatufundisha kwa habari ya nafasi ambayo alitakiwa akae Esau, ni nafasi ambayo alichukua Yakobo.
Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu ambacho Esau alikutana nacho, na ndio kitu ambacho tunakizungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunazungumza kwa habari ya upungufu au kupungukiwa na kitu, na niwaeleza kwamba sheria au msingi wa kushambuliwa na shetani au kujaribiwa na shetani umekaa katika mazingira ya mwanadamu kupungukiwa. Bwana asifiwe sana. Sasa Esau alikuwa na njaa, alikuwa na upungufu wa chakula. Bwana asifiwe sana. Lakini Yakobo akawa ameiona fursa, akawa ameiona ile nafasi ambayo Esau alikuwa nayo, akaishi katika ulimwengu wa roho, kujua ya kwamba nafasi aliyokuwa nayo Esau ingawa aliona tu kitu cha kawaida, kwa mzaliwa wa kwanza kuna maana gani? Bwana asifiwe sana. Lakini kumbe mwenzake Yakobo alijua kwamba hii haki ulionayo ya mzaliwa wa kwanza ina stahiki zake. Kuna mambo mazuri yanapatikana pale. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Yakobo akaichukua ile nafasi ya Esau. Kwa hiyo Esau akaiuza nafasi yake kwa sababu ya chakula, kwa sababu ya upungufu aliyokuwa nao, kwa sababu ya kukosa ule uvumilivu au ile unyenyekevu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona mwisho wa siku hatuzungumzi tena habari za Mungu wa Esau. Kwa hiyo kumbe itakiwa tuseme kwamba Mungu wa Ibrahimu, Esau na Isaka na kuendelea. Lakini kwa sababu ya mtu ambaye hakukaa kwenye nafasi yake, maana yake historia yake ikabadilishwa. Yale ambayo alipaswa kuyapata. Bwana asifiwe sana. Je, Mungu alimbadilishia Esau kusudi? Hapana. Mungu alifanya namna kumuondolea Esau heshima au utukufu ambao angeupata? Hapana. Ila ndio pale Mungu anapouliza ya kwamba nalipokuita hakuna aliyenijibu, na alipokuja sikukuta mtu. Maanake kwenye ile nafasi ambayo ulitakiwa ukae haukuwepo. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana atusaidie. Na ukitaka kujua kwamba nafasi yaani unapoitambua lazima uhakikishe unaipambania kama alivyofanya Esau na Yakobo. Tunaona pale watu ambao wanadharau nafasi zao, watu ambao wanadharau makusudi yao, watu ambao wanadharau ile nafasi waliopewa, huwa ni watu ambao hawawezi kuona matokeo kwenye maisha yao, hawawezi kuona jinsi ambavyo Mungu, yaani yale mambo ambayo Mungu ameyakusudia yatendeke kwao huwa hayatendeki. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Ngoja nitakupa mfano mzuri hapa wa Suleiman. Tunafahamu sana kwa habari ya Suleiman na tumesoma hapa. Lakini nikupe siri ya kwamba kama Suleiman asingeitambua nafasi, leo hii tusingezungumzia habari za mfalme Suleiman na ukuu wake wote na mali zake zote na haya tuliyosoma hapo kama Malkia wa Sheba akastaajabu. Tusingezungumzia hayo yote ikiwa tu Suleiman asingeitambua nafasi yake. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo nafahamu kwamba watu wengi huwa tunaishia tu kwenye kuamini kwamba Mungu alituma kwa kusudi na amekusudia, na huwa tunapita kwenye mazingira ambayo tuko nje ya nafasi, alafu tunasema kwamba ni mapenzi ya Mungu. Unajua Mungu akipenda hakuna kinachoshindikana. Bwana asifiwe sana. Ndio kauli zetu. Yaani tunaamini kwamba Mungu amelizika tuishi katika maisha ambayo hatuoni kufurahishwa nacho, yaani hatuoni kutosheleka. Bwana asifiwe sana. Lakini kumbe Mungu amekusudia mema. Zile ahadi za Mungu hazibadilishwi kutokana na mazingira tulionayo, bado zinasimama vile vile, ila tu kinachotokea ni kwamba mwanadamu anatoka nje ya nafasi. Bwana asifiwe sana. Mpaka inafikia hatua Mungu anasema mkanijaribu kwa njia hiyo muone kama sitawabarikia. Yaani maana yake ni kwamba baraka za Mungu zipo tayari, ila anayemisi ni mwanadamu, anayekosekana ni mtu kwenye ile nafasi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tunaangalia hapa stori nzuri ya Suleiman, tuone kama huyu mtu alipataje ufalme, na je, ingetokea nini kama asingekaa kwenye nafasi yake. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Wafalme wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 5. Wafalme wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 5. Tenda chapuchapu. Maandiko anasema ndipo Adonia mwana wa Hagithi akatakabali akasema. Bwana asifiwe sana. Hapa tunaona habari ya Daudi akiwa katika umri wa uzee. Daudi akiwa mfalme, umri wake umeenda sana, hawezi tena. Kwa hiyo sasa
unaenda kwenye nafasi ya kurekisha mfalme mwingine. Bwana asaidie sana. Kwa kumbe kuna nafasi iko pale ya kuwa mfalme. Sasa tunaangalia, je, wenzetu wa jinsi walipoiendea ile nafasi na kitu gani walichofanya angalau kuweza kutimiza kusudi lao. Maandiko anasema ndipo Adonia mwana wa Hagiti akatakabari, akasema nitakuwa mfalme. Akajiwekea tayari magari na wapanda farasi na watu 50 wapige mbio mbele yake. Huyu Adonia ni mmoja wa watoto wa Daudi. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tuna watu wawili wa kuangalia, Adonia na Suleiman. Suleiman kama tunavyofahamu historia yake, kuzaliwa, jinsi alivyozaliwa na mama yake alikuwa jinsi alivyopatikana. Suleiman alikuwa anakosa ule uhalali kamili wa kuwa mtoto wa mfalme. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo anasema kwamba huyu Adonia sasa, baada ya kuona baba yake umri umeenda sana na uwezo wake Daudi umepungua wa kufanya maamuzi na kutawala nchi kama mfalme, Adonia sasa akasema mimi nitakuwa mfalme. Maana yake Adonia akajipa ile nafasi, anasema akajiweka tayari, akajiwekea tayari magari na wapanda farasi na watu 50 wapige mbio mbele yake. Tena baba yake hakumchukiza wakati wowote kwa kusema mbona umefanya hivi. Daudi alikuwa hana taarifa. Kisha alikuwa mtu mzuri sana, naye alizaliwa baada ya Absalomu. Yule Adonia akashauriana na Yoabu na mwana wa Seruya na Abiathari na kuhani, nao wakamsaidia Adonia, wakamfuata. Alafu katika wale watu ambao walikusudia sasa kwenda kumwapisha yule Adonia kuwa mfalme, Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuna ambao hawakuwepo, anasema ila Sadoki kuhani na Benaya mwana wa Yehoyada na Nathani nabii na Shimei na Lei na mashujaa wa Daudi, hao hawakuwa pamoja na Adonia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa hii picha nataka ujue kwamba kuna nafasi ambazo tulitakiwa tukae, kuna nafasi ambazo hatukuzitambua, hatukuzingatia, zikachukuliwa. Bwana asifiwe sana. Na nafasi yako ikichukuliwa, yani hakuna kwamba tunakuwa kuna huruma za kimbingu za kukusaidia au za kukushushia. Yani kama Mungu akija kukuta kwenye nafasi haupo, anarudi zake. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tunasoma habari za Adamu na Eva. Mungu alikuja pale akakuta kwamba kwenye nafasi yao hawapo. Mungu akauliza Adamu, uko wapi? Bwana asifiwe sana. Ndivyo anapofanya. Amekuweka uwe fulani, akija anakuta haupo, anaisha tukuulizia uko wapi, halafu wewe uko upande wa pili unaomba. Bwana asifiwe sana. Anasikia maombi yako, ila pale ambapo anatakiwa akukute hakukuti. Bwana asifiwe sana. Inakuwa habari kama ya yule mama ambaye ni mama Sugu, alikuwa ni bwana ambaye alikuwa ni kilema, amekaa anasubiria maji yatibuliwe ili aweze kuingizwa pale. Kwa hiyo muda wote yuko pale amekaa anasubiria. Anasema tazama, mimi niko hapa muda wote, lakini sina mtu wa kuniweka, malaika anapokuja na kutibua maji kwenye ile birika, sina mtu wa kuniweka mle ndani. Bwana asaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo sasa ni kwamba mimi niko hapa nahitaji kweli uponyaji, lakini kukaa kwenye ile nafasi ndio kitu ambacho kinanishinda, ndio kitu ambacho kinanizuia. Sasa Mungu kwa nini asimhurumie yule mtu? Kweli malaika anakuja, anatibua maji, wanaowahi kuingia wanapona, wanaondoka. Lakini yule bwana yuko pale na Mungu anamuona, yule bwana analia, anaomba, lakini hakuna kinachotokea. Bwana asaidie sana. Kwa hiyo mstari wa 9 anasema Adonia akachinja kondoo na ng'ombe na vinono karibu na jiwe la Zoheleki lililo karibu na chemichemi ya Rogeli. Akawaita ndugu zake wote, wana wa mfalme na watu wote wa Yuda, watumishi wa mfalme, ila Nathani nabii na Benaya na mashujaa na Sulemani ndugu ya kuwaita hao. Bwana asifiwe sana. Kwa unaona hapa huyu jamaa akaandaa sherehe, akafanya tukio kubwa la kudhibitisha ufalme wake. Bwana asifiwe sana. Hawa watu wengine hawana taarifa, hawana habari na kuwashirikisha. Bwana asifiwe sana. Hii inamaanisha nini? Yaani kutokujua ya kwamba nafasi yako inachukuliwa haikupi uhalali wa kwamba nafasi yako itabaki kuwa yako. Haleluya. Ndio maana kuna watu wanaamka usiku wa manane, wako umbali, wako usiku wa waganga, wako kwenye madhabahu zao, wanatamka maneno, ile nafasi ya fulani tunaichukua.
nafasi ya fulani tunaichukua. Unaamka asubuhi unaenda kazini, unaambiwa bwana hatukuelewi utendaji kazi wako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Wewe unatoka nyumbani zako unaonekana umependeza vizuri na umevaa t-shirt chako kizuri. Unafika kule wanakuambia hatutaki wewe unavaa mashati ya aina hiyo. Kwa hiyo kuanzia hiyo kazi haupo. Kumbe kuna watu walishachukua nafasi wakati wewe hujui. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kwa nafasi zinachukuliwa hata kama haujui, haiondoi uhalali wa wewe kuchukuliwa nafasi yako. Bwana saidie sana. Kuna Mungu mmoja alikuwa anaangalia, kuna mtu mmoja yeye alikuwa kwenye familia yao walikuwa wamepewa masharti ya kwamba hawatapata mtoto. Kwa hiyo yule mama akawa kila akipata ujauzito mimba inatoka. Kila akipata ujauzito mimba inatoka. Wale jamaa walikuwa chawi, walikuwa wanakuja kumchukua ile mtoto wanampa. Baadaye akapata neema ya maombi. Akapata mtoto. Bwana asifiwe sana. Wale jamaa wakasema haiwezekani, hajatushinda. Haleluya. Walipoona hajatushinda wakasema tutafanya kila namna. Tufanyeje? Wakatafuta namna ya kuweza kuchunganisha ile ndoa iwe na ugomvi ili tu wapate ile nafasi ya kupata yule mtoto mdogo. Bwana saidie sana. Kwa walichokifanya wale jamaa, wakatafuta mazingira, yule mtu akahitaji dada wa kazi. Wakatafuta dada wa kazi yule ambaye anatakiwa aende kule, wakasema tunakutuma uende kufanya 1, 2, 3. Bwana saidie sana. Yule dada akasema hapana, mimi siwezi kufanya hicho kitu. Basi wale wachawi wakamuua yule dada. Walipomuua yule dada, wakatuma mtu ambaye sio mwanadamu, ila anasema kama yule dada ambaye walisema ndo atakuja. Bwana saidie sana. Alipofika kwenye ile nyumba, kafika kwanza bila maelekezo. Yule mama akafungua tu mlango, anashangaa, umefikaje? Akasema nilikuwa nafahamu. Ulikuwa unafahamu wewe? Umetoka kijijini ulikuwa unafahamu vipi? Akasema nilikuwa nafahamu tu, lakini pia unajua mitandao hii ndio uzia ndio nilifika. Hajiji bali. Sasa akawa anapiga simu kule kijijini kumwambia yule mtu ambaye alimtuma amtafutie muda wa kazi kwamba dada huyu kafika. Kila akipiga simu yule mtu apokee. Bwana asaidie sana. Kwa hiyo walipoanza kuishi, yule dada sasa akawa anaamka usiku, anatamka maneno, anafanya kama ibada, anatamka maneno. Baadaye yule mama akawa sasa muda mwingi sana anaanza kuwa busy na mtoto. Alipata mtoto mapacha. Kwa akawa yuko busy na mtoto, kwa anagombana na baba. Kila siku anapishana. Bwana saidie sana. Ikafikia hatua binti wa kwanza akachukuliwa. Kale katoto ka kwanza kakaondoka. Kakaoliwa manake ule mlango tayari ushafunguka kwa sababu hakuna tena ibada ndani. Kuna gongano tayari, baba na mama waelewani. Kwa hiyo katoto ka kwanza kakapatikana, kakaumwa ghafla, kakafa. Bwana saidie sana. Wale hana habari ya kwamba hiyo nafasi ya kuwa na watoto kuna watu wameshaitaka kuichukua, ila wao wanaendelea na maisha yao. Baadaye wakaenda hivyo tena, kale katoto ka pili wakati mnakenyewa kachukuliwa. Yule mtu baadaye, yule baba akapata neema, akagundua kwamba haiwezekani, kitu cha kawaida. Alipoona katoto kanaumwa, ameenda hospitalini, akaambiwa kamefariki, akakataa. Akachukua gari hatua, akaenda chumbani, akaomba, akapona. Bwana saidie sana. Baadaye wakaanza sasa kumwamini Mungu, akaja na mchungaji nyumbani kufanya maombi. Yule dada wa kazi akapotea, yaani akapotea ghafla sharp. Wakaenda chumbani, hayupo, vitu vyake havipo. Wakapiga simu kijijini kumuulizia, bwana dada fulani ambaye alikuja nyumbani amekuja huko. Kwambia yule mwana alishakufa muda sana, hata huko kazini, hata huko ambapo mlisema aje hakuja. Bwana saidie sana. Kwa kwa anashangaa, huyu dada alikuja hapa hakuwepo, alishafariki. Alishafariki muda mrefu sana, alishakufa na alishazika. Na mimi nilikuwa nawatafuta kuambia, jamani, huyu dada alishafariki, tafuteni dada mwingine, lakini nikawa kila nikipiga siwapati. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Najaribu kuonesha kwamba wakati wewe umelala, kuna watu wanapanga njama au wanapanga mipango ya kuchukua nafasi ambayo utakiwa ukae, yale ambayo yatakiwa yaje kwenye maisha yako. Kuna watu wanapanga njama ya waendee wao yasije kwako. Sasa kutokujua haikupi wewe fursa ya kuzuia kile kitu wanachotaka wao. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana saidie sana. Amen. Kwa hiyo huyu sasa Suleimani hakuwa anajua kinachoendelea kwa dunia. Maandiko yanasema kwamba ndipo Nathani akamwambia
mstari wa 10 anasema, ila Nathani nabii na Benaya na mashujaa na Sulemani nduguye kuwaita hao. Baadaye Nathani akasikia hiyo habari. Aliposikia hiyo habari, Nathani anasema, ndipo Nathani nabii wa Bwana akamwambia Bathsheba mama yake na Sulemani, akasema, je, kusikia kuwa Adonia mwana wa Hagiti anamiliki na bwana wetu Daudi hana habari? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nabii anaongea na mama yake na Sulemani, anamwambia, bwana, unajua nafasi ambayo Daudi anaondoka na iacha, kuna mtu ambaye tayari ameshachukua ile nafasi. Haya basi, nikupe shauri tafadhali. Kwa nabii anamshauri yule mama, anamwambia, upate kuiokoa roho yako na roho ya mwanao Sulemani, enenda uingie ndani kwa mfalme Daudi ukamwambie, je, ukuniambia mimi mjakazi wako, ewe mfalme bwana wangu, kusema hakika yake Sulemani mwana wako atamiliki baada yangu na kuketi katika kiti changu cha enzi? Mbona basi anamiliki Adonia? Tazama, wakati ule ulipokuwa katika kusema na mfalme, mimi nami nitaingia nyuma yako na kuyahakikisha maneno yako. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hapa nafasi ilikuwa imeshachukuliwa, nafasi ya ufalme ilikuwa ishaondoka, ila kilichomsaidia Sulemani na mama yake ni nabii wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo nabii yule Nathani akapeleka ujumbe kwa mama yake na Sulemani, Bathsheba. Bwana asifiwe sana. Akamwambia kwamba Mungu au tuseme Daudi alikuahidi kwamba mtoto wako huyu ambaye amepatikana baada ya kufiwa na mtoto mwingine, maana yule mama alifiwa, yule mtoto ambaye alipatikana kwa sababu ya zinaa, baadaye Mungu alimuua yule mtoto, lakini baadaye akapatikana mtoto mwingine ambaye ni Sulemani, na ili kufuta ile huzuni ya mtoto aliyepita, Daudi akawa amemwaahidi akisema kwamba mtoto wako atakuwa mrithi wa ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa ajabu ni kwamba huyu mama alikuwa ameshasahau. Huyu mama hakuwa na taarifa tena. Kwa kinachoendelea kule haelewi. Anasaidia sana. Uzuri wakati wa ahadi nabii alikuwa, nabii anamkumbusha na mwambia na kutoa ushauri. Sasa nenda kwa mfalme chumbani kwake ukamwambie ahadi aliyokuahidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa ukiendelea kusoma hapo utagundua kwamba kile kilichofanyika sasa cha mama yake na Sulemani yule kwenda kwa mfalme Daudi, kwenda kwa mfalme Daudi na kumwambia kilichoendelea mtaani na kumkumbusha ahadi yake, ndicho kilichosaidia Sulemani kuwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa kwenye maisha yetu inakuja vipi? Inakuja pale ya kwamba kuna ahadi ambazo Mungu ametupa na nimewasomea. Kuna ahadi ambazo Mungu amekusudia kwenye maisha yetu. Kama hatutazijua zile ahadi, tutaishi katika hali ya utumwa bila kujua kwamba ahadi ya Mungu inasemaje ili tutoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nafasi zetu zitachukuliwa ikiwa tu hatutakubali au hatutakaa katika nafasi zetu. Kwa hiyo kilichomsaidia Sulemani kupata ufalme ilikuwa ni baada sasa ya kukubali ya kuruhusu Mungu aingilie kati kwa Daudi kuweza kukumbuka ahadi ambazo alikuwa amezitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo Mungu akupe watu ambao watasimama na wewe kukukumbusha kwa habari ya ahadi za Mungu kwenye maisha yako. Sasa hiyo haipo tena kwenye habari ya watu, maana yule nabii pale alifanyika kama mtumishi wa Mungu, lakini katika nyakati tulizonazo tunaposoma neno la Mungu tunajifunza ahadi za Mungu. Roho Mtakatifu anafanyika kuwa kama Nathani ya kutukumbusha ahadi za Mungu juu ya maisha yetu, kutukumbusha nafasi zetu ambazo zimechukuliwa au zinatoka kuchukuliwa. Bwana asifiwe sana. Sasa je, tunao huo ukaribu na Roho Mtakatifu? Kwa sababu kama yule mama asingekuwa na ukaribu na Nathani, na kuhakikishia Nathani angejua kinachoendelea na asingemwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo jambo la kwanza, hakikisha unakuwa na ukaribu na Roho Mtakatifu ili aweze kukumbusha ahadi za Mungu. Maana sifa ya Roho Mtakatifu ni kuyafungua mafumbo ya Mungu na kutukumbusha yale ambayo ni mapenzi ya Mungu kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu ndiye angeweza kuwasaidia wale watu kujua majira walionayo, kwamba wanapoona hawaelewani kwenye familia yao, ni nini kinaendelea. Wanapoona kwamba kuna mambo wanaona hayako sawa, nini kinaendelea. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu, kukumbusha, kuelekeza. Anasema nami nikupe shauri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
Soma kwenye yale majina ya Mungu, nasema kwenye zile sifa kama mshauri wa ajabu. Yaani kazi ya Mungu, kazi ya Yesu Kristo kwenye maisha yetu ni kufanyika kama mshauri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Tuendelea watumishi au tumechoka sana? Bado dakika 5. Haleluya. Kwa hiyo tumesema ya kwamba hakikisha una mahusiano mazuri na Mungu ama Roho Mtakatifu ili aweze kukukumbusha ahadi zake. Lakini pia omba Mungu akupe watu ambao wanaweza kusimama na wewe pale ambapo nafasi zako zitakapokuwa zimechukuliwa. Bwana asifiwe sana. Maana huenda nafsi akisema tafadhali, yule alikuwa anajifanya atakuwa mfalme, akikosa ufalme, lakini akafanya kama vile mtoto wake, kumbe sio mtoto wake. Kama ni nafasi anaenda kuchukua yeye, kumbe sio yeye, lakini akafanya kwa ubora na ikamsaidia Sulemani kupata kuwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Na hapa tunaona mambo ambayo Sulemani aliyafanya ili kuimarisha nafasi yake. Bwana asifiwe sana. Kama tunavyofahamu jinsi alipopata ufalme haikuwa kawaida. Alipata ufalme kwa kupambania. Bwana asifiwe sana. Alipata ufalme kwa kupambania, kwa kuweka jitihada kuhakikisha anapata ufalme. Bwana asifiwe sana. Kwa mambo mawili ambayo aliyafanya, mambo mawili makubwa ambayo Sulemani aliyafanya yakaweza kuimarisha ile nafasi yake. Jambo la kwanza ilikuwa ni alitumia kanuni ya kuacha kabla ya kuanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kanuni ya kuacha kabla ya kuanza. Baada ya kuingia katika ufalme wake, Sulemani aliangalia mambo gani napaswa kwanza kuhakikisha yanakufa kwenye maisha yangu au yanakufa kwenye utawala wangu, ili niweze kutawala kwa uhakika, ili niweze kutawala ipasavyo. Bwana asifiwe sana. Kwa Sulemani alifanya kwanza hicho kitu cha kuhakikisha kwamba kuna baadhi ya vitu kwanza vinakufa ili aweze kuwa huru kutawala. Kwa hiyo kusoma vizuri hayo maandiko, sura ya kwanza na sura ya pili, utakuta Sulemani na pamoja na kina Benaya na wale mashujaa wa Daudi wanafanya mauaji au uangamivu wa vitu au watu ambao walitakiwa wangeweza kuleta changamoto kwenye nafasi ya Sulemani. Bwana asifiwe sana. Mimi nitakusomea tu hapo mstari wa 46 sura ya pili, ufalme wa kwanza 46. Anasema basi mfalme akamwamuru Benaya mwana wa Yehoyada, naye akatoka akampiga hata akafa, nao ufalme ukawa imara mkononi mwa Sulemani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni story ndefu sana hapo, ni watu wengi ambao walipata kuuliwa na Sulemani, ambao hao walikuwa wanaonekana ni changamoto ya kuzuia ufalme wa Sulemani. Kwa hiyo ukisoma hapo unasema kwamba sasa Benaya anasema ufalme ukawa imara mikononi mwa Sulemani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafasi yako inaimarishwa pale tu utakapoamua kuua baadhi ya vitu, kufanya vitu, baadhi ya vitu vife kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Fahamu vizuri habari za Yesu na Herode, kwamba Yesu Kristo alipokuwa mdogo, Herode alitaka kumuua. Baadaye akawa amekimbia kwenda nchi ya Misri. Lakini baada ya hapo kule katika nchi ya Misri, maandiko yanasema ya kwamba Herode alipofariki, malaika wa Bwana akamtokea usiku akamwambia arudi sasa Yerusalemu kwa sababu tayari Herode amekufa. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo fahamu ya kwamba kwenye maisha yako, katika nafasi yako, ili uimarishe ile nafasi yako, ule utawala ambao Mungu ameweka kwenye maisha yako, ile kusudi ambalo Mungu ameweka kwenye maisha yako, kuna baadhi ya vitu lazima vife. Kuna baadhi ya vitu ambavyo huwezi kwenda navyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Uwa kiburi ndani yako. Ondoa kiburi. Maana maandiko yanasema kwamba Mungu wapinga wenye kiburi, bali huwapa thawabu wanyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa unataka kufika mbali kwenye maisha yako, hakikisha hauna kiburi ndani ya moyo wako. Hakikisha una unyenyekevu. Unyenyekevu maana yake nini? Tumesoma kwenye maandiko pale. Unyenyekevu maana yake haujihesabii haki, lakini pia haujitukuzi wewe, unamtanguliza kwanza Mungu mbele. Bwana asifiwe sana. Lakini pia unatunza uaminifu. Kitu kingine, ondoa hofu. Mtu ambaye anaishi kwa hofu hawezi kutunza nafasi yake. Maana mtu ambaye ana hofu hajui mbele yake kuna nini, ni mtu mwenye mashaka, ni mtu ambaye ana sita. Hicho kilitokea kwa Esau. Esau alikuwa na hofu,
labda hii njaa inaweza kaniua, wao akajikuta amepoteza nafasi kwa sababu ya hofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo ndicho ulichokifanya kwenye maisha yako. Hakikisha ili unaimarisha ufalme wako, kuna baadhi ya vitu unaamua kuviacha, kuna baadhi ya tabia unazikataa, kuna baadhi ya vitu vinakuwa mbali na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili tumesema alichokifanya Sulemani ili kuimarisha ufalme wake ilikuwa ni ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ibada, Sulemani baada ya kusoma kwa mstari wa 46, baada ya Sulemani kuimarisha ufalme wake kwa kuwa baadhi ya vitu, kuondoa kiburi, kuondoa hofu, kuondoa mashaka, kujipa moyo unyenyekevu, jambo linalofuata ni ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndicho kifanya Sulemani, akamfanyia Mungu ibada, na katika ibada akatoa sadaka ya shukrani. Bwana asifiwe sana. Na hapo ndipo alipopokea sasa majibu ya kupokea hekima na maarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hakupata nafasi kirahisi. Haikuwa very easy kupata nafasi ya ufalme, wala haikuwa rahisi kwake yeye, lakini ilihitaji ajitoe, apambane, apate watu wa kumshika mkono, apate watu ambao watakuwa wana shauku ya kwenda naye na kutembea naye, washauri na watu ambao watashirikiana naye. Bwana asifiwe sana. Lakini cha pili, akatoa ibada kwa Mungu kama ibada ya shukrani, na katika ile ibada aliyotoa Mungu akampa nafasi ya kuomba chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akampa nafasi ya kuomba chochote, ndipo yeye akaomba hekima na maarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kipengele chetu cha kwanza ni kuhakikisha tunatambua nafasi zetu. Baraka zetu zimewekwa katika nafasi. Mungu anakuja kuangalia nafasi zetu zipo, tuko kwenye nafasi. Kama hatuko kwenye nafasi, tusitarajie majibu ambayo yanatosha. Tusitarajie majibu ambayo yanaweza kuleta uamsho ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Mungu awabariki sana. Tutaishi hapo kwa leo. Kesho nadhani tutaendelea kwa sehemu ambayo Mungu atakuwa ametujalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Mungu awabariki sana, na mimi ni maombi yangu kwamba kila mmoja wetu Mungu akufungulie macho ya kuona nafasi yako ni nini katika dunia hii. Nafasi yako ni nini katika hii. Amen. Kwa sababu utakapokaa kwenye nafasi, itakuwa ni rahisi sana Mungu kushughulika na mambo yako. Anasema yeye hujishughulisha sana na mambo yetu, ila ni pale tunapokaa kwenye nafasi, itakuwa ni rahisi sana Mungu kupambania maisha yetu, kututetea pale ambapo hatustahili. Yeye anasema kututetea kwa sababu tu tumekaa kwenye nafasi zetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Mungu awabariki sana. Nimkaribishe mchungaji ili aweze kuendelea na maombi ambayo tunaenda kuomba, na tutaomba ili ombi letu ya kwamba ikiwa kuna nafasi ambazo shetani ameziiba kwenye maisha yetu, ikiwa kuna nafasi ambazo maadui wameiba nafasi zetu zile ambazo tulipaswa kuwepo pale, zimechukuliwa. Kwa hiyo kwa sababu hiyo tunaishi katika hali ya utumwa, ingawa tulistahili kuwa wafalme. Basi Mungu arejeshe, maana maandiko yanasema yeye atarejesha miaka iliyoliwa na madumadu na tunutu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anaweza kurejesha zile nafasi ambazo zimeibiwa kwenye maisha yetu, maana pale ndiko baraka zetu zilipo. Lakini pia tuombe Mungu atupe macho na hekima na roho ya mafunuo ya kutambua nafasi yetu ni ipi kwenye maisha yetu, kwamba Mungu amekuleta hapa kanisani akuonyesha nafasi yako ni ipi. Maana ukikaa kwenye ile nafasi yako, baraka za Mungu ziko pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwingine amewekwa kwenye nafasi ya kuomba, ila anang'ang'ania kwa kupambania nafasi ya kutoa, hawezi kubarikiwa. Kuna mwingine amewekwa kwenye nafasi ya kutoa, anang'ang'ania maombi, hawezi kubarikiwa. Ila yule atakayekaa kwenye nafasi yake, uhakika wa baraka ni mkubwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tusimame tuende kumwambia Mungu juu ya mambo haya mawili. Mungu arejeshe nafasi ambazo Ibilisi alizichukua. Mungu aturejeshe kwa upya. Lakini pia tuombe Mungu aimarishe nafasi zetu. Bwana asifiwe sana. Na kutuonyesha nafasi zetu katika
nafasi zetu katika utumishi na hata katika dunia ambazo Mungu ametupa, katika jina la Yesu. Amen.